Na msikilizaji, ni season 2 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Mara. Na of course, hongereni sana kwa wale wote ambao mmekuwa na uvumilivu na hatimaye tunaiendeleza hii simulizi kwa uzuri zaidi. Wewe unaweza kuhisi kuna baadhi ya vitu vingi vilimalizika sehemu ya kwanza ama season ya kwanza, lakini hapana, kwa wale wafuatiliaji wazuri sana walijua kabisa hii story haijaisha, kuna vitu bado vinahitajika kusikilizwa. Karibu sana mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu, na ninayekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbasi. Karibu sana katika msimu mwingine na msimu wa mwisho wa hii simulizi ya Mara. Sasa nikuombe kitu kimoja msikilizaji, in case kama utakuwa umesahau kidogo, basi unaweza ukarejea sehemu ya mwisho. Tukirejea sehemu ya mwishoni huko utakumbuka kila kitu. Lakini kwa wale wenye kumbukumbu nzuri wanaweza kaelewa vizuri kabisa kila ambacho kilimtokea Mara, kilimtokea Kian. Tunaweza tunakumbuka vizuri. Kwa hiyo tusonge mbele msikilizaji. Mara anatuambia kwamba leo ni siku kadhaa tangu tumpumzishe mpenzi wangu katika nyumba yake milele. Kama ilivyo kawaida yangu mpya, moyo wangu ni mzito sana. Kuamka kila siku na kuona kitanda kitupu imekuwa ni kama mwiba koni kwangu. Kila siku napoamka asubuhi ninamsihi Mungu iwe ndoto. Lakini kila kitu ni kweli. Nimempoteza Kiani wangu, na kama siwezi kumpata tena. Haya ni maumivu ambayo hayaelezeki. Maumivu ambayo siwezi hata kumwombea adui yangu. Basi nisikia sauti ya Mrs. Mapesa ambaye alisogea na kuja kwa pembeni yangu. Akaniambia, mwanangu usilie tena. Yametosha. Yatosha ulivolea. Leo ni siku ya 3 mwanangu. Hebu jikaze basi, jitie nguvu. Sidhani kama Kiana angetaka kukuona ukiwa hivi, Jikaze mwanangu, unasikia? Pesa aliniambia huku akinifuta machozi. Mimi niliitikia tu kwa kichwa, lakini sio rahisi. Kwa watu wa nje inaweza kuonekana ni rahisi, lakini kwangu sio rahisi kabisa. Marafiki zangu walijitahidi na kuja kunitembelea, hata wadogo zangu hawakunitupa, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kuniondolea maumivu moyo wangu. Kila siku nijaribu kujiuliza, ni kwa nini Kiani aliamua kufanya vile? Kwa nini akaamua kuniacha mwenyewe kwenye hii dunia? Basi wiki ile katika, ikawa mwezi na hatimaye 40 ikafika. Siku ambayo tutatoka rasmi na kuendelea na maisha yetu. Hii ndio siku ambayo tunaweka kila kitu cha Kiani pembeni. Angalau kwa hii siku nijitahidi kuzuia machozi yangu. Kwa sababu hata watu waliokuja kwenye hii 40 hawakuwa akilia. Kila mtu alionekana amesharudia maisha yake ya kila siku. Sidhani hata kama wanamkumbuka Kiani kama ninavyomkumbuka mimi. Nijitoa kwenye umati wa watu ili niweze kufuta machozi yaliyokuwa yamejaa machoni. Sijui nitaishije baadaye, baada ya hapa sijui itakuwaje. Anyway, I don't know. Nikiwa nimejibanza huku sasa nikilia, nilishangaa Cindy akitokea. Aliponiona hakusema lolote. Alinivuta na kunikumbatia, nika nimemwegamia bega lake huko machozi yakinitoka. Nilisema huko nikilia kwamba hakuna anayemkumbuka Cindy. Mimi mwenyewe ndo ninaumia, kila mtu ameshamsahau. Kila mtu anacheka na kula, utafikiri tunaozesha mtoto. Cindy nasikia hasira sana na uchungu. Cindy hakusema kitu. Alitulia na kuendelea kunifariji. Akasema kwamba hakuna anayemjua Kiani zaidi yako Mara. Kwa hiyo una haki ya kulia na kuomboleza vyovyote unavyotaka. Ombi langu ni moja tu Mara. Usiubebe huu mzigo mwenyewe. Una marafiki wengi tunaokupenda, tuegemee. Mimi nipo tayari kukumbatia kila wakati ukilia Mara. Tafadhali naomba usilie mwenyewe, sawa? Basi Cindy alisema huku sauti yake ikitetemeka kama mtu anayejizuia kulia. Nikasema asante Cindy. Nilimwambia huku sasa nikiinuka vizuri na kufuta machozi. Sasa Cindy alisema kwamba sipendi kukuona ukiwa hivi Mara. Mimi nilipenda zaidi kipindi kile ulipokuwa na Kiani kwa sababu ulijaa furaha masaa yote, lakini hivi sipendi ukiwa hivi. Cindy alitulia kidogo na kufuta machozi, kupete zake ziking'aa kidoleni kunikumbusha kuwa yeye ni mke wa mtu sasa. Aliniambia kwamba Mungu atatuvusha Mara na joto alivuka ile. Basi aliniambia huku akinitazama kwa tabasamu lililojaa huzuni. Na mimi nilimuitikia tu kwa kichwa. Niliamua tu kubaki pale ndani sababu kule nje kulinifanya nijisikie vibaya na hasira. Bora hapa ndani ambapo hamna watu. Na Cindy alikubali kubaki na mimi. Nilitulia begani kwake huku nikiwa nimefunga macho
nikijaribu kutafuta kuwaza kitu chochote cha kuniondoa pale. Basi Cindy kwa ukali alisema kwamba unafanya nini hapa? Alisema kwa ukali na kunifanya niinuke haraka na kutazama aliyekuwa anaongea naye. Mbele yetu alikuwepo Chaz. Alinitazama kwa huruma sana kabla hajamgeukia Cindy. Chaz kwa ustaarabu wa ajabu sana alisema kwamba Cindy, nimekuja kumpatia Mara pole. Najua sitakiwi kuwa hapa, lakini siwezi kuruhusu shughuli zozote za msiba zikaisha sijaja kabisa kutoa pole. Chaz alizungumza hivyo. Sasa baada ya Chaz kusema hivyo, Cindy alibaki kucheka tu. Alicheka kwa dharau. Cindy akasema kwamba yani kwa utumbo uliofanya, sijui unapata wapi ujasiri wa kuja na kuongea hayo maneno? Haya, umeshasema pole. Basi tumeshasikia. Nenda. Mara hahitaji msaada wako. Cindy alikuwa akiongea kwa hasira sana. Chaz alimwangalia Cindy kwa hasira kidogo. Chaz akasema kwamba labda Mara aniambie nitoke kwa sababu yeye ndo nimekuja kumpa pole na sio wewe. Chaz alimwambia hivyo Cindy, kisha akanigeukia akasema kwamba Mara, naomba dakika moja tu nikujulie hali. Chaz alirudi kuongea na mimi kwa sura ya upole tena. Nilitikia kwa kichwa. Nimechoka sana, sina hata muda wa kubishana na mtu. Cindy alibaki akinishangaa akasema kwamba unataka nikuache na huyo mbakaji huyu? No, ongeeni, lakini mimi sitoi mguu hapa, si toi. Cindy alisema huku akijitengenezea vizuri kwenye kochi na kunifanya nitabasamu. Amekuja kuwa rafiki wa aina yake. Basi nilimwambia Cindy ya kwamba basi sogea pembeni kidogo lakini usitoke. Nilimwambia. Cindy alivuta mdomo tu na kunitazama kwa dakika chache, kisha kainuka na kwenda ukaa sofa iliyoko karibu na mlango. Asa Chaz alikuja na ukaa kwenye sofa moja na mimi, lakini alikaa mbali kidogo. Hakutaka hata kunigusa, ambacho ni kitu kizuri kwa sababu hata mimi sikutaka niguse. Basi Chaz kwa upole sana akasema kwamba Mara, unaendeleaje? Nikamwambia kila siku ni bora ya jana. Nilimwambia hivyo. Chaz alitulia kidogo na kunitazama. Chaz akasema kwamba najua huu sio wakati sahihi mimi kuja kukuambia haya, lakini naomba nisamehe. Najua tukuishia mahali pazuri na huenda hautaweza kuniamini tena, lakini natamani nipate nafasi ya msamaha moyoni mwako. Chaz alisema hivyo. Nilimwambia kwamba mimi nimeshasahau yote Chaz. Na kweli msibani sio mahali pa kuongelea haya, lakini asante kwa kuona umuhimu wa kusema haya. Chaz akasema sawa, acha mimi niende. Nitaka tu kusema hilo. Basi tuliagana kisha akatoka. Baada tu ya Chaz kutoka, Cindy alikuja ukaa pembeni yangu. Uso wake ulionyesha kabisa alikuwa na mengi ya kusema, lakini aliamua kunyamaza. Hatimaye siku ile iliisha na nikaruhusiwa kurudi nyumbani kwangu kwa sababu siku zote hizo nilikuwa nyumbani kwa Mrs. Mapesa. David na Cindy ndo waliojitolea kunipeleka nyumbani. Nijitahidi sana kujikaza. Nijitahidi sana kutoa machozi. Gari lilipoingia getini, kila kitu kilinikumbusha Kiani. Kuanzia maua ya pale nje ambayo alilipa watu waje kuyapanda, hadi ndani ambapo kila sehemu nilipoangalia nilikumbuka nyakati tofauti nilipokuwa na mpenzi wangu. Nilipoingia ndani nilipitiza moja kwa moja hadi chumbani na kufungua kabati ambapo Kiani alikuwa na upande wake wa nguo. Nilichukua shati lake moja na kulikumbatia huku nikitamani tu kuwa karibu naye kuisikia harufu yake. Nilijikuta nikianza kulia upya. Nilidhani nimepona, lakini ni kama moyo wangu unachanika upya. Nibaki nikilia nikisema kwa nini Kiani? Kwa nini umeamua kunifanyia hivi Kiani? Haukufikiria hata kidogo Kiani? Basi nilikuwa nikiongea kwa hasira sana huku machozi yakinishoka. Sijui hata ni muda gani Cindy alikuja chumbani, lakini nakumbuka tu Cindy alikuja na kunikumbatia pale chini huku akinibembeza taratibu na kuniambia maneno ambayo kiukweli hata sikuyasikia. Cindy aliniambia kwamba Mara hawezi kubaki kwenye nyumba mwenyewe. Cindy alisema nilipotulia kidogo. Nami nimwambia kwamba naweza Cindy. Ni kwamba tu kila kitu ninachogusa kinanikumbusha Kiani. Kwa nini aliamua kuchukua hayo maamuzi? Kwa nini hakuongea na mimi? Mbona mimi nilikuwa tu nimelala pembeni yake lakini bado akaamua kuondoka na kuniacha? Kuna wakati naona kama vile hii dunia haina thamani tena Cindy. Maumivu ni makali, sijui hata nitaishije hivi.
Cindy alisema ya kwamba useme hivyo Mara. Useme hivyo kabisa wakati tupo sisi. Tupo tunakupenda na kujali Mara. Kian alichagua njia yake lakini haimaanishi wewe uendelee kuteseka. Basi nilisema ya kwamba unajua bora angeumwa Cindy. Bora angeumwa nikamuguza, nadhani ningekuwa nimejiandaa, au bora hata angepata ajali. Na hasira naye sana. Najua hasira haisaidii lakini nina hasira sana. Nilisema huku nikimwachia na kufuta machozi. Msikilizaji, tukumbuke ya kwamba Kian alijitupa ghorofani. Na alimuaga Mara vizuri sana. Ndio maana hapo unasikia kwamba bora kama hata angeumwa au bora hata angepata ajali, lakini Kian alijirusha ghorofani. So Cindy alimwambia Mara ya kwamba Mara, Kian mwenyewe ndo aliyekuwa anajua alichokuwa anapitia. Alisema mwenyewe hakutaka kuendelea kukuvuta nyuma. Machoni mwake aliona anakuvuta nyuma. Haitakuwa rahisi kumsahau. Najua lakini hebu achilia basi mpenzi, sawa? Utakapoachilia tu ndo itakuwa mwanzo wa safari yako ya kupona. Cindy aliniambia hivyo. Yaani anaongea kama vile ni vitu virahisi sana. Cindy, mimi naona unaongea tu kwa sababu una mume wako. Haelewi mimi ninachokipitia Cindy. Kama ni aibu mbona nilikubali tu Ebika yote? Nilimchagua yeye. Ije Galika au Masika nilimchagua yeye. Kunisa kunichagua mimi? Nilisema kwa hasira huku machozi yakinishuka. Nilijaa hasira sana. Hasira ambayo sina pa kuipeleka. Cindy alitulia na kushusha pumzi, akasema kwamba okay, hauwezi kuishi hapa. Unaonaje ukija kukaa na mimi na David hadi utakapokuwa vizuri? Niuliza, niitikisa tu kichwa changu, kataa haraka. Nikienda kuishi nao na kuona jinsi wanavyopendana itanivunja moyo zaidi. Nimwambia Cindy ya kwamba acha niendelee tu kukaa na familia yangu. Ngoja tu nikakae na familia yangu. Nimwambia hivyo Cindy. Alinitazama kwa huzuni kama vile alielewa kwa nini sikutaka kuishi nao. Kisha akaitikia kwa kichwa tu. Baada ya muda kidogo nilitoka nikiwa na begi langu na safari ya kwenda nyumbani ikaanza. Nilipofika nyumbani, Michael ndo alikuwa kwanza kunipokea. Alinikumbatia muda mrefu sana na kufanya machozi niliyokuwa anayazuia yaanze kutoka. Aliponiachia hakusema chochote. Alinikaribisha tu ndani. Niliingia na ukase beni huku macho yangu yakiwa mazito kutokana na kuvimba. David na Cindy waliingia na kusalimia. Hawakukaa hata kidogo, waliaga na kuondoka. So mimi nikabaki na Michael ambaye alipeleka vitu vyangu chumbani kisha akaja kukaa na mimi pale sebeni. Kumbukeni na mdogo wangu ambaye anaitwa Michael. So hakuna aliyemsemesha mwenzake. Aliniuliza tu natumia wine gani kisha akaenda kuniletea na glasi. Kwenye TV akaweka vichekesho na ukaa pembeni yangu na bakula crisps. Tuliangalia TV huku nikinywa wine na yeye akila crisps, na taratibu nilianza kucheka na mkono wangu ukaanza kudumbukia kwenye bakula crisps. Sijui hata tulikaa vile masaa ngapi, lakini tulishangaa tu mama akiingia huku akiongozana na binti yake Pendo. Nilipomsalimia mama alinitazama kidogo na kwa mbali macho yake alikuwa na huruma, lakini baada ya muda kidogo ile huruma ilifutika. Akaitikia salamu yangu na kwenda chumbani. Pendo alikuja ni kunikumbatia huku akanipa pole. Na wakati mimi nilikuwa nimeacha kulia na pombe ilikuwa imepanda kichwani kidogo. Hivyo nilimshukuru na kurudi kukaa huku sasa nikimalizia waini yangu. Sasa dada alikuja kutukaribisha chakula cha jioni. Mimi sikuwa hata na hamu ya kula. Hivyo nilibaki pale kwenye kochi sebuleni huku watu wote wakienda kula. Hii ndio sababu nilitaka kuja nyumbani, kwa sababu najua hakuna mtu wa kuhangaika na mimi. Nijiegemeza vizuri kwenye kochi huku nikiendelea kuangalia vichekesho. Nilishangaa tu Michael anakuja kunikabidhi sahani ya chakula huku na yeye akikaa pembeni yangu na kuanza kula. Hakuhitaji kuniambia chochote, hata mimi nilianza kula taratibu. Hata hivyo hakunipakulia chakula kingi, hivyo niliweza kukimaliza. Tulibaki pale sebuleni huku tukiangalia TV na kucheka. Kuna wakati Pendo alikuja kuungana na sisi, basi kana vichekesho tu visivyoisha. Mama alienda chumbani kwake baada ya kumaliza kula, hivyo tulikuwa na uhuru zaidi pale sebuleni. Hadi wakati nilienda chumbani kulala, niliona kuwa ninaweza kabisa kuishi haya maisha. Labda naweza kuwa mtu mwenye furaha na amani siku moja tena. Labda kuna kipindi kitafika tu ambapo mimi nikikumbuka Kiani nitaacha kutabasamu tu badala ya kulia. Kesho yake asubuhi niliamka nikiwa nimechoka sana na nina kichefuchefu kisichoisha. Nadhani ni ile wine niliyokunywa chupa nzima jana. Hivyo baada ya kutapika na kuoga nilikuwa nikijisikia vizuri zaidi, na kilichobaki ni uchovu sasa.
Simu yangu iliita na nikajikuta nikitabasamu baada ya kuona jina la Kesi. Tuliongea kidogo, sasa akisisitiza nipitie studio kwa sababu siku zangu za kukaa ndani zimeisha. Nilimuitikia tu ili mada isiwe ndefu, lakini mimi sikuwa na mpango wa kutoka ndani wala sikuwa na mpango wa kuingia mtandaoni kujua nini kinaendelea. So maisha yanaendelea vile, kuna siku nzuri na kuna siku mbaya. Kuna siku nakuwa na nguvu na kuna siku nalia siku nzima. Uchovu usioisha imekuwa ni sehemu kubwa pia maisha yangu. Siku moja ilikuwa ni mida ya jioni. Nilikuwa mwenyewe. Pendo na Michael wote walikuwa hawajatoka chuo na mama bado alikuwa dukani kwake. So nilimfungulia duka la vipodozi kama miezi 4 iliyopita hivi. Kwa hiyo alikuwa hivi dukani kwake. Ni kitu anachopenda kufanya na lilikuwa wazo kutoka kwa Kian. Limesaidia sana. Naona mama anafurahi kuwa na mahali pa kwenda kila siku na kuwa na uhakika wa pesa za hapa na pale kwa ajili yake binafsi. Kwenye pita zangu nilitulia kwenye channel moja hivi baada ya kusikia wimbo fulani hivi ambao ninaupenda sana. Hivyo nilitulia kwa sasa nikiusikiliza, nikiwa sasa nimeweka miguu yangu juu ya stuli, mikononi nilikuwa nimeshika kopo la ice cream huku nikila taratibu. Sasa baada ule wimbo kuisha, ilitokea picha yangu. Kitu kilichonifanya niache tabasamu. Hata miaka iende vipi zani kama nitazoea kujiona kwenye TV. Basi mtangazaji alisema kwamba kwenye kali 10 za wiki hii kuna wimbo umerudi kwenye chati zetu, japokuwa ni wimbo wa muda kidogo. Ni wimbo wa mwanadada Golden. Amepeperusha bendera yetu kwa kasi sana na wote tunajua kilichompata. Sisi tunatoa salamu zetu za pole na salamu nyingi za pole zimeendelea kumiminika kwa mwanadada huyu kutoka kwa wasanii wa nchi mbalimbali. Anyway, wimbo wenyewe ni You and Me, ambapo ndani ya huu wimbo mpenzi wake marehemu alihusika kama video king. Kwa hiyo mtazamaji, nadhani hii ndio sababu huu wimbo umerudi kwenye chati haraka sana. Kwa hiyo tunakuletea chaguo namba 2. Mtangazaji hapo ameweza kusema hivyo, ule wimbo ulianza kama ulivyotakiwa. Mimi na Kian tukigombana, kisha nikaondoka. Baada ya hapo sasa ndo tunaonekana tukiwa beach, ambapo Kian alikuja kuniomba msamaha. Macho yangu yalianza kujaa machozi. Nitamani kutoa ule wimbo, lakini kwa namna fulani nilifurahi kumuona Kian, hata kama bado niliumia sana upande wa pili. Nilivuta machozi taratibu huku nikiangalia tukikiss na kumbatiana. Tulipendezana sana. Nilitulia pale hadi ule wimbo ukaisha na kile kipindi kaendelea, lakini ile amani kidogo niliyokuwa nayo ilishatoweka. Wiki 2 zilikata bila mimi kutoka ndani, pamoja na marafiki zangu kupiga simu kunialika sehemu mbalimbali, lakini bado mimi sikuwa tayari kutoka. Hiyo siku Kesa alikuja nyumbani baada ya kuchoshwa na ahadi zangu za uongo. Kesa akaniambia kwamba Mara, nimekuja kukuchukua, tunatoka. Kesa alisema nipomfungulia mlango tu, huku tumbo lake likitangulia mbele na kuzingatia t-shirt na jeans aliyovaa ilifanya aonekane mkubwa sana. Ilikuwa bado mapema, ni muda kama wa saa 5 vya asubuhi hivyo, bado nilikuwa nimevaa nguo yangu ya kulalia ambayo ni shati la Kian. Kwa sasa hivi hadi nimeagiza manukato aliyokuwa anatumia. Chochote cha kunifanya nijione niko karibu naye zaidi nilikuwa nafanya. So nimwambia Kesi ya kwamba Kesi, unajua sitaki kutoka Nimwambia kwa sasa nikirudi kwenye meza chakula ambapo nilikuwa nakunywa juice. Kesi akasema kwamba najua kabisa umeshalisema hilo kwa herufi kubwa, hasa baada ya wewe kunidanganya mara kadhaa. Ndio maana leo nimekuja mwenyewe kukuchukua. Oga, vue zongoza Kiani, vaa nguo zako, pendeza, tutoke, angalau Mungu akuone. Kesi alisema hivyo. Nilimwambia kwamba Kesi, kwa nini tusifanye kesho? Nilimwambia sasa nikiinuka kutoa vyombo, lakini nilipofika jikoni nilipatwa na kizunguzungu cha ajabu, kisha nikaona giza. Nilipofungua macho nilitambua haraka niko hospitali, kwa sababu kulikuwa na nesi pembeni akihangaika kutengeneza drip mkononi kwangu. Basi Kesi alamika akasema kwamba kwa hiyo mimi kukuambia tutoke tu ndo kama unilete hospitali, si ndio? Kesi alalamika hivyo huku sasa akinigusa shavu. Nilicheka tu huku sasa nikifunga macho. Mwili wangu ulikuwa umechoka sana. Kesi anaendelea kuniuliza kwamba najisikiaje? Nimwambia kwamba mwili ndio umechoka sana. Kesi akasema usiwaze, wamechukua damu yako kwa ajili ya kufanya vipimo, nadhani daktari atarudi muda si mrefu. Basi nilitulia tu huku sasa nikitamani hata kupotelea usingizini.
Haikupita muda, aliingia daktari mrembo sana. Alitusalimia na kuniuliza ninavyojisikia. Yule daktari akasema kwamba pressure yako iko chini sana, unahitaji kupunguza mawazo hasa katika hali yako. Yule daktari aliniambia hivyo sasa akiangalia tablet iliyokuwa mkononi mwake. Nilimuuliza kwamba hali yangu ninakufa au? Aliachia kicheko kidogo akasema kwamba samahani, nilidhani unajua. Hongera, vipimo vya damu tulivyochukua vinaonyesha bila shaka kuwa wewe ni mjamzito, kwa hiyo hongera sana. Maneno yake yalikuwa kama wimbo masikioni mwangu. Nilipeleka mkono wangu mmoja tumboni huku macho yangu yakijaa machozi. Nikasema, "Oh, kweli Mungu hajanitupa." Nijikuta nikisema maneno huku macho yangu yakibubujisha machozi. Yule daktari kwa ukarimu sana akasema kwamba hongera sana, lakini unatakiwa upunguze kulia na kuwaza. Ukiwa mjamzito pressure yako iko katika hatari ya kuwa chini muda mwingi, kwa hiyo hakuna haja ya kuisaidia kwa kuwaza sana na kuwa na huzuni. Yule daktari alisema hivyo. Nilimwambia kwamba hakuna shida, haya ni machozi ya furaha tu, kwa wala usijali. Nilimwambia sasa nikijaribu kutabasamu. Daktari alitulia kidogo na kunipa nafasi ya kufuta machozi. Kisha akasema ya kwamba tutakulaza kwa masaa kadhaa ili tuweze kuangalia pressure yako, lakini mambo mengine yote hapo vizuri kabisa, kwa hiyo pumzika, kula vizuri na ufurahi. Mambo mengine mwachie Mungu. Daktari alisema hivyo. Nilimshukuru sana na akatoka huko sasa akiongozana na nesi wake. Kesi alikuja na kunikumbatia kwa furaha sana. Kesi akasema finally tunaye kiani mwingine, angalau machozi yako yamefutwa na Mungu. Kesi alisema kwa furaha sana. Kweli machozi yangu yamefutwa na Mungu. Moyo wangu ulikuwa na furaha ya ajabu sana. Mkono wangu haukutoka tumboni muda wote, huku nikiwaza jinsi ambavyo Kian angeruka kwa furaha kama angekuwa hapa. Msikilizaji, ni kama vile naanza kuona mwanga wa maisha kila siku napoamka na kuanza kutapika, kujisikia vibaya, kuchoka mwili. Hakuna kinachonikera. Ninajikuta nikipata faraja kuwa hatimaye kuna sehemu ya Kian ndani yangu. Ilikuwa ni wiki 2 tangu ile siku nilipotoka hospitali. Hakuna anayejua hali yangu zaidi ya Kesi. Sikuwa tayari kumwambia mtu yote. Itakuwa vizuri watu wakija kujionea wenyewe. Kama ilivyokuwa kwa marafiki zangu wawili, yani Kesi na Cindy. Mpaka sasa Kesi ana mimba ya miezi 6, kwa hiyo inaonekana vizuri kabisa, hakuna cha kuficha hapo. Lakini hata Cindy ana mimba ya miezi 4, kwa hiyo tumbo lake limeanza kuchomoza. Akivaa nguo inayomchora kidogo, unaweza kudhani amekula akavimbia watu. Wao walipata nafasi ya kukaa na taarifa zao hadi walipojisikia kusema na mimi. Kwa hiyo anyway, na mimi nitasema pale nitakapokuwa tayari. Niliinuka na kuflash choo baada ya kutapika. Sasa nikisogea kwenye sinki kwa ajili ya kunawa mikono, kusukutua na hata kupiga mswaki kwa mara ya 3 asubuhi hii. Nimefikia hatua hata sitamani kula kwa sababu najua kinachofuatia baada ya hapo. Nilipomaliza na kunawa uso, nilishangaa kumkuta mama amekaa kitandani kwangu akinisubiri. Basi nilimsalimia pale nikisema shikamoo mama. Nilimsalimia sasa nikisogea kuchukua mafuta ya kujipaka. Nilitaka kupaka kitu ambacho hakina harufu, lakini sikuona. Hivyo niligeuka tu na kurudi kukaa kitandani. Mama pale akasema marahaba, hujambo? Nikasema sijambo. Nilimjibu huku sasa mimi nikijitengeneza pale kitandani. Hatakuwa na mazoea ya kuongea maneno zaidi ya hayo. Tangu nimekuja hajawahi kunifanyia ubaya wala kunitukana au kuninyanyasa. Lakini pia hakuna tulichoongea zaidi ya salamu za kila siku. Kwa hiyo mimi kumuona chumbani kwangu muda ambao najua kabisa anakuaga dukani kwake kumenishangaza kidogo. Lakini hilo halimaanishi kuwa eti kwamba nina kitu cha kumwambia. Amekuwa kama mgeni maishani mwangu. Hivyo nashindwa kabisa kumwambia chochote. Alafu pili naona kama ni vile hata nikimwambia hatojali chochote. Basi mama akasema kwamba mara na kuuliza una uhakika? Sababu ulikuwa unatapika muda si mrefu. Mama aliuliza tena, nikasema kwamba ya niko sawa mama. Nadhani mwili tu unavyojishughulisha na huzuni yangu. Nilimwambia sasa nikijiegemeza vizuri kitandani. Mama alicheka kidogo na kunitazama akasema kwamba mara unajua sijazaliwa leo hivi unajua kati yangu mimi na wewe wa kwanza kuliona jua ni mimi. Na hao macho yako yanatosha kuniambia kila kitu. Kama utaishi hapa basi nadhani nastahili kutokudanganywa. Mama alisema kwa msisitizo kidogo. Nijikuta nikibaki kimya. Sikujua nimwambieje.
Pamoja na kuwa binti wa miaka 26, lakini bado nilimuogopa sana mama. Nilichunga kila neno nililosema mbele yake, sababu najua wakati wowote tu anaweza akanipiga au akafanya chochote. Kila wakati akioji najiona kama yule binti wa miaka 8 aliyelazwa nje baada ya kudondosha change ya senti 50. Sasa mama akauliza kwamba nani ni baba wa mtoto. Aliuliza baada ya kuona sina mpango wa kumjibu. Sasa mimi nijikuta macho yangu akianza kujaa machozi, huku nikisikia hasira. Mama akasema ya kwamba zungumza, ukiendelea kuwa hivyo mimi sitakuelewa. Basi kwa hasira nikasema kwamba hivyo nadhani mimba itakuwa nani mama? Nina uhakika hata dunia nzima inajua hii mimba ni ya nani. Basi nisema kwa hasira huku sasa nikifuta machozi, huku nikitamani Kian angekuepo kwa sababu najua maisha yangekuwa marahisi zaidi kama Kian angekuepo. Nisingeulizwa hilo swali la kijinga, sababu najua bado kuna watu watahoji kama huyu mtoto ni wa Kian. Huenda hata nawe msikilizaji bado unajiuliza, huyu mtoto kweli ni wa Kian? Wewe kumbuka, kabla hajaaga dunia tulikuwa tunaenjoy maisha yetu. So mama alitulia kidogo huko akinitazama. Mama akasema kwamba haina shida, nitaka tu kupata uthibitisho, kwa hiyo wewe pumzika tu, ngoja nimwambie Zai akutengenezee supu kidogo na uiweke limao ya kutosha, itakusaidia. Mama alisema hivyo kisha akatoka chumbani kwangu. Nibaki nikishangaa bila kuamini kuwa ni huyu mama nemjua mimi leo anaongea kwa ustaarabu hivi. Na hata ananijali kiasi cha kuanza kuambia eti nitengenezewe supu, au atakuwa anakufa nini? Ukuta ameambiwa na ugonjwa mkubwa, hivyo ana siku kadhaa za kuishi, kwa hiyo ndo maana anaanza kukutubia dhambi zake mapema. Au labda bado nimelala, niko ndotoni. So ujumbe ulioingia kwenye simu yangu ulinifanya nianze kuamini kidogo kuwa sipo ndotoni. Hii ni kweli bwana. Nichukua simu yangu na kujibu ujumbe kutoka kwa Cindy aliyekuwa akinijulia hali, huku akiniambia baadaye atapitia kuja kunisalimia. Mimi sikuweza tena kulala baada ya mshangao ambao mama alionipatia, hivyo niliamua tu kuoga na kutoka kuelekea sebuleni. Lakini nilipofika jikoni, nadhani sikuamini maneno ya mama, lakini kweli nilimkuta msaidizi wetu Zainabu akitengeneza supu. Nilimsalimia tu na kupitiza sebuleni, huku sasa nikibaki nikishangaa. Unajua hili ni kubwa sana. Wadogo zangu wote walikuwa wameshaenda chuo, hivyo tulibakia mimi na Zai tu. Baada ya kunywa supu nijisikia vizuri kidogo, hivyo niliwasha TV kuweka movie, huku sasa mkono wangu ukipapasa tumbo langu bila ya kuwa na wasiwasi kabisa. Na wakati huo tabasamu limejaa usoni mwangu. Simu yangu iliita na kunitoa kwenye mawazo yangu, na tabasamu langu kupotea ghafla baada ya kuona namba iliyokuwa inanipigia ni namba ya nje. Najua kabisa kitu ninachofanya. Najitahidi kuyakimbia majukumu ambayo hayapokeki. Nilishusha pumzi yangu na kupokea ile simu, huku sasa uso wangu ukijaa tabasamu baada ya kusikia sauti ya Ryan. Ryan aliniambia kwamba unaendeleaje, kwa sababu hata mimi bado niko kwenye mshtuko japo ni zaidi ya miezi miwili sasa. Ryan alisema hivyo baada ya kusalimiana. Nimwambia kwamba bado siamini Ryan. Kuna wakati najikuta tu nikisi kama vile ameenda kucheza mpira nchi nyingine, hivyo atarudi tu. Lakini hizi pole ninazozipokea kila wakati zinaurudisha ukweli kuwa Kian wangu hayupo tena. Basi nimwambia huku macho yangu yakianza kujaa machozi. Msikilizaji, nimejitahidi sana kutokulia, lakini kumuongelea kama hivi ninashindwa kujizuia kulia. Ryan akasema kwamba nakuelewa sana Mara. Natamani kungekuwa na maneno ya kusema ili kuondoa huzuni na maumivu yako, lakini wote tunajua muda ndio jibu pekee. Nilisema ya kwamba ni swala la muda tu. Navumilia kila siku Ryan. Kila siku ninasema kesho itakuwa rahisi, lakini sio hivyo. Mara nitamwona kwenye TV, mara upande mwingine nitakuta anamwongelea vibaya, upande mwingine wanamtetea. Na nasikia hasira sana kuwa hayupo hapa kujitetea mwenyewe. Sasa ni kila mtu anaongea anachokitaka tu. Niliongea kwa hasira kidogo. Asaria ni kwa upole akasema kwamba huo ni wajibu wetu Ni wajibu wetu kusafisha jina lake kama tunataka apumzike kwa amani, angalau anastahili hilo. Kama sio kwa ajili yake basi kwa ajili ya mtoto wake. Ryan aliongea kwa upole sana. Nilitulia na kufuta machozi yangu. Sasa akili yangu ilikuwa inafikiria maneno yote aliyosema Ryan.
Nikasema ya kwamba ni kweli Kian hastahili wanavyomtukana. Amekuwa mada ya kila mtu kila siku. Kwa hiyo mpenzi wangu hastahili hilo. Na Delila, sitatulia Lian. Yaani sitatulia hadi nihakikishe kwamba amekufa. Sitaki hata kumuona jela. Nataka afe kabisa. Baada ya kusema hivyo, Ryan akasema kwamba baby, wewe ni mrembo sana. Kuongea maneno katili hivyo haileti poa. Lakini nachoweza kuahidi ni kuwa niko na wewe katika kila hatua. Najua Kian alikuwa bosi wangu, lakini alikuwa zaidi ya hilo. Alikuwa rafiki yangu, na nilipokuwa nikihangaika kuachana na mke wangu, alinisaidia pesa ili niweze kumlipa ex wangu na tukaachana vizuri tu. Nilipojaribu kumlipa alikataa kabisa. Bado alimshughulikia mama yangu kipindi kile amepata saratani. Kian alimwaga hela kwa ajili ya matibabu yake, na mpaka sasa hivi mama yangu ni mzima. Kwa hiyo siamini hata sekunde moja kuwa malaika kama huyo aliweza kufanya wanachosema. Na mimi siwezi kutulia kuangalia dunia nzima ikimtukana. Siwezi kabisa. Unajua Mara, juzi mimi nimefukuzwa kazi baada ya kumtukana bosi wangu. Alikuwa ni tajiri mwenye dharau sana. Mimi nilikuwa nampikia chakula na alikuwa amekaa pembeni na mke wake walikuwa wakiangalia tu GTV. Walikuwa kimuongelea Kian na wanamtukana. Sasa mimi nishindwa kuvumilia. Nikaishia kuwatukana na kuondoka. Kwa hiyo hapo ndo nilipata chachu ya kutamani jina lake lisafishwe. Ryan alitulia kidogo kunisikiliza. Msikilizaji, kumbukeni Ryan alikuwa ni mpishi wa Kian. So mimi nilikuwa nikifuta machozi tu. Kian alikuwa mwema sana. Laiti kama dunia nzima ingejua hilo. Basi Ryan aliniita kwamba Goldie. Aliniita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Nilisema ya kwamba kwa nini Ryan? Alikuwa mwema sana. Alipenda maisha yake. Hata ile siku ya mwisho alikuwa na furaha. Nakumbuka mimi nilikuwa nafikiria huu ulikuwa ni mwanzo wetu mpya. Kuna wakati nikifikiria naona kama vitu havijumlishiki Ryan alisema, sijui God, sijui. Hata kwangu haileti maana yoyote, lakini maisha ya mwanadamu ni fumbo. Kwa sisi tuliobaki tufanye kile tunachohitajika kukifanya. Nilimwambia sawa, nahitaji siku kadhaa, lakini nakuahidi nakuja huko hivi karibuni na sitatulia hadi swala liishe. Ryan akasema, basi mimi nitafurahi sana kukuona Goldie. Uwe na usiku mwema na unipe taarifa kabla ya kuja. Alisema hivyo. So msikilizaji, nilicheka kidogo na kumwaga. Nikabaki nikikumbuka kipindi kile nilipoanza mahusiano na Kian. Kila wakati tulipoongea aliniambia usiku mwema, kisha akaunganisha na siku njema. Yaani ulikuwa ni wakati wa furaha sana. Natamani ningemsikiliza vizuri kwa hizo siku chache nilizopata bahati ya kuwa naye. So baadaye Cindy alikuja huku naye akiwa na nia moja kama kesi kunitoa ndani. Sijui watu wanaona shida gani kwenye kukaa ndani. Cindy alisema ya kwamba baby, leo umeng'aa kidogo, nipe siri. Cindy alisema sasa akikaa kwenye kochi baada ya kusalimiana. Nijikuta nikicheka tu nikasema ya kwamba ni kwamba tu nimeanza kuwa na amani. Alisema sasa mkono wangu ukiwa tumboni. Cindy alinikata jicho, nikajikuta najishtukia tu na kutoa mkono tumboni. Cindy aliachia kicheko sasa akikunja mikono yake kunikumbatia, akasema ya kwamba hauna haja ya kuficha chochote mbele yangu. Vipi? Ina muda gani? Cindy aliuliza. Nilishusha pumzi kuona hilo limepita. Kuficha siri kutoka kwa marafiki zako ni shida sana. Nilimwambia Cindy ya kwamba miezi miwili na siku kadhaa huyu mtoto alitengenezwa siku ya mwisho ya Kian. Nilisema sasa nikianza kusikia machozi, lakini nivuta pumzi ili kujizuia kulia. Sitaki kulia tena. Sasa Cindy alisema kwamba nimefurahi sana, siku sio nyingi wote tutakuwa tunatembea na matumbo yetu huko nje, na hakika huyu ni Mungu mwema kwetu. Cindy alisema sasa akipapasa tumbo lake. Nikamuuliza kwamba kweli amejua kunifuta machozi. Tuachane na mimi. Niambie unaendeleaje? Cindy akasema mimi ndio vizuri tu. Sasa hivi maisha yangu yamekuwa rahisi kidogo sababu kile kipindi cha kutapika kimeisha. Hata Dave mwenyewe analala kwa amani sasa hivi. Nikasema asante Mungu. Kwa hiyo na mimi kutapika kwangu kutaisha Cindy alicheka kidogo akasema kwamba mara nyingi mtu akifikia miezi 3 au 4 kutapika kunakata kabisa. Yaani unaanza kufurahia maisha. Cindy alisema huku uso wake ukijaa tabasamu. Basi niseme ya kwamba nasubiri huu mwezi uishe kwa hamu. Nasubiri kwa hamu huyu mtoto azaliwe. Nataka afanane na Kian kila kitu.
Nilisema huku sasa uso wangu ukijaa tabasamu. Na alikuwa tabasamu la huzuni. Tuliendelea kupiga story ambazo nyingi zilikuwa ni kuhusu watoto wetu hadi Cindy alipobadilisha mada. Cindy alisema ya kwamba juzi nimesikia kwenye habari kuwa Delila anadai sehemu ya utajiri wa Kian. Madai yake ni kuwa anataka kilichostahiki kwa mtoto wake, na ukizingatia dunia nzima inajua Kian ameacha kila kitu kwako. Cindy alisema kwa sasa akiniangalia kwa uangalifu kama vile nitapasuka wakati wote. Nitabasamu kidogo nikasema ya kwamba yani Julia ana miezi 9 tu, lakini mama yake ameshamtumia vibaya sana. Yani kitu chochote kikitokea ataanza kwa kusema unajua mimi ni mama. Lakini Cindy na mpango kumburuza. Inawezekana alizoea kumuonea Kian, lakini mimi ni mtu mwingine. Ngozi yangu imeshakuwa ngumu kutokana na mambo yote niliyopitia. Yani nitamburuza, nitahakikisha hakuna rangi hajaona. Yani nitamwacha uchi mbele ya dunia. Wewe subiri uone. Nilisema hivyo kwa hasira, wakati nikiwa na hasira hivi natamani kupata glasi ya wine, lakini kwa sasa siwezi. Hivyo nilinuka kwenda kutafuta kinywaji chochote kwenye friji na macho yangu yakaangukia kwenye soda. Sasa nimuuliza Cindy kama naye atatumia soda, akasema kwamba sasa hivi nimejikuta napenda sana hii soda. Alisema kwa sasa akichukua glasi 2, tulimina soda na kuweka mirija kwenye glasi zetu kisha tukarudi sebuleni. Sasa Cindy kwa hasira kidogo akasema kwamba kwa hiyo unaanza lini huo mchakato? Kwa sababu mikono yangu yani inawasha hata kumnasa makofi yule mwanamke. Baba mtoto wake amezikwa miezi 2 tu iliyopita. Yeye ameshaanza sekeseke. Hivi unatafuta nini huyo? Nikamwambia Cindy ya kwamba sijui anachokitafuta, lakini najua anacho. Yani nitakachompatia ninafahamu. Atabaki ananisimulia maisha yake yote. Yani sijali mambo ya Julia kukua bila mama, sijui na utumbo kama huo, mimi sijali. Yani nasubiri nivuke hiki kipindi cha kutapika, alafu nimfuate tukutane huko uzunguni. Nadhani ndo atanielewa vizuri sana. Basi Cindy aliacha tabasamu kidogo. Akasema ya kwamba napenda ukiwa hivi, napenda ukiwa jasiri mara. Unanikumbusha kile kipindi tulipokutana ile kwenye ile bar. Ulionekana jasiri, unayejua unachokitafuta, na nilikupenda kuanzia siku ile na hujawahi kuniangusha mara. Yani kupitia wewe nimepata baraka nyingi sana. Wewe ni kama nyota njema kwa wote wanaokuzunguka, na ninajua dunia bado haijakujua. Hiki ni kipindi cha kupita tu. Utakapoinuka tena lazima dunia pia itastajabu, na wakati huo sasa ukifika nitakuwepo hapa kukushangilia. Cindy alisema huku sasa akinitazama kwa tabasamu. Nikasema kwamba Cindy, unapenda tu kunifanya nilie. Unajua kabisa mimi sijawahi kupata rafiki kama wewe na mume wako. Yani familia yenu ni sehemu ya moyo wangu. Kwa hiyo namsubiri huyu mtoto, nataka nimdekeze mpaka wakatae. Basi Cindy alicheka akasema kwamba we sitaki, kwanza mwanangu haruhusiwi kula sukari. Kwa hiyo sidhani kama atakupenda sana wakati unamlisha vitu vya chumvi tu. Nikasema kwamba we naona wewe ndio ujui. Kwa hiyo ndizi mbivu, embe, tikiti, nanasi vyote vina chumvi. Strawberry je? Tena hilo ndo tamu kuliko. Na kwanza mimi sikuwa hata nikiongelea chakula, kwa hiyo mjipange tu wewe na Devi. Huyo mtoto wenu nitamuiba. Natoa taarifa mapema kabisa. Nilimwambia Cindy alicheka tu akasema kwamba ngoja tuone nani atamuiba nani. Tunaweza kukazana hapa kubishana hapa alafu kesi akaja kuwabeba wote. Cindy alisema hivyo, nicheka kidogo nipaliwe. Ametokea wapi tena kesi jamani sasa hivi? So niseme ni sawa, umeshinda. Hapo umenishinda maneno, lakini ukweli ni kuwa nakupenda sana na huyu mwanao nimeshampenda kuliko. Cindy alicheka akasema haya asante mara. Unajua na kwangu ni hivyo hivyo kwa hiyo nilitaka tu nikujulia hali mara baada ya hilo swala la D, na ninafurahi kujua uko vizuri. Kwa hiyo mimi najisikia vibaya sana kukuacha, lakini nimetoroka ofisini ili nije hapa. Nina mteja wa kuonana naye baada ya nusu saa. Kwa hiyo mambo harusi nini? Afu kwa nini tusiende wote? Utakaa tu pale salon tupige story na nitakuweka upande wa ofisi yangu tafadhali sana. Cindy longevu nitaka kujitetea akasema kwamba najua kabisa, lakini hebu toka basi hata Mungu akuone. Naamini hata mood yako itakuwa nzuri zaidi. Basi Cindy alisisitiza. Nilifikiria kidogo nikasema kwamba nikija na wewe utaninunulia kila kitu ninachotaka. Nisema kwa sasa nikivuta mdomo. Cindy aliacha tabasamu kubwa. Akasema kwamba kwanza pale karibu kuna hawa watu wanatengeneza smoothie. Hebu fanye basi haraka basi tukaanze na hizo bakuli kubwa za smoothie. Aliambia hivyo kwa furaha. Basi nilielekea chumbani na kubadili nguo.
ambapo nilivaa bukta nyeusi, t-shirt nyeusi na juu nilivaa kofia nyeusi. Chini kabisa nilivaa raba nyeusi. Yaani kila kitu kilikuwa ni cheusi. Niliamua kuomboleza kwa namna hii. Nafsi yangu ilifurahi tu kwa hilo wazo la kutoka nje. Ni miezi miwili sasa nimekuwa mtu wa kukaa ndani. Hata ni zaidi ya hapo kwa sababu ile miezi ya mwisho ya Kian tulikaa ndani tu. Yaani hakutaka kutoka na mimi sikutaka kumwacha mwenyewe, kwa hiyo ikawa hivyo. So nilipokuwa narudi sebuleni nilimgongea Zai chumbani kwake na kumwambia ninatoka. Hata alishangaa kidogo lakini aliitikia tu kisha akanifuata sebuleni. Cindy aliponiona aliacha tabasamu kubwa lililojaa huzuni. Bila shaka nguo zangu zilitosha kuzungumza kila kitu. Cindy akasema kwamba natamani nisingekuwa na hili tumbo. Leo ningekuburuza yani tulewe alafu tumuite Devi aje kutubeba. Cindy alisema sasa akifungua mlango na kutoka nje. Nijisemea nikasema kwamba wewe ni chizi sana. Yaani ulewe wewe alafu mume wako aje hangaike na ulevi wako. Nijisemea sasa tukielekea kwenye gari lake. Cindy alisema kwamba aliapa katika shida na raha. Wakati ndo huu sasa. Na usiseme kwamba eti haufurahii pale unapofanya ujinga alafu your man anakuja kukuokoa au kukusaidia. Wewe kuna karaha kake. Wewe naona tu elewi. Alisema sasa akitoa gari getini na kushika njia. Basi nilisema kwamba mimi na raha sana. Unajua kuna wakati nilitafutwa na matapeli hawa watu wanaosema leta pesa nikufanyie trading itazaa na mambo kama hayo. Sasa nikamwambia Kian. Aliposikia tu akaniambia usijaribu, huo ni utapeli. Nikamwitikia lakini mimi sikukubali. Nilitaka kujaribu. So nikawatumia $1,000. Ghafla nikablokiwa kila mahali. Wakati mimi nitaka kufanya majaribio tu. Asiyo siku Kian alinikuta nalia. Nilipomueleza alinicheka sana. Nikamlalamikia kwamba si bora ningenunua hata pochi kuliko hivi. Na kesho yake aliporudi jioni akaniletea pochi ya $11,000. Ni kati ya pochi zangu pendwa sana hadi leo. So nilitulia sasa nikiachia tabasamu baada ya kupata hiyo kumbukumbu. Ni raha sana kukumbuka bila kulea. Sasa Cindy alitulia kidogo huko akitabasamu lakini aliendelea na mada yake akisema kwamba si unaona? So angefaa kwa kazi lakini tuachie na hayo. Mimi napita kuweka oda ya smooth. Wewe unataka ya tunda gani? Niulize sasa akikata kona kwenye barabara ya kuelekea kwenye ofisi yake. Nimwambia kwamba strawberry vyovyote tu lakini isikose strawberry. Basi Cindy aliagiza kisha tukaingia ofisini kwake. Mimi nilikuwa nimevaa miwani ya jua na kofia kwa hiyo sidhani kama watu watanijua kwa urahisi. Tulipoingia saluni kulikuwa na wateja kadhaa ambao nisingeweza kuwapita bila kuwasalimia na sio kwamba mimi ni Mungu no. Kwa hiyo nikavua miwani yangu na kuweka tabasamu kubwa na kuwasalimia. Watu walitoa macho huku salamu zikiwa nyingi na pole za kutosha. Wengine walitaka picha lakini sikuwa tayari kwa hilo, kwa hiyo niliwasalimia tu kisha Cindy akanipitisha hadi mwisho ambapo ndipo ofisi yake ilipo. Tulikaa kidogo tukipiga story na hazikupita hata dakika 5 mabakuli yetu makubwa smoothie yaliletwa. Nilitabasamu nilipoona matunda mengi yamerushiwa hapo. Sasa tukiwa katikati ya kula, Cindy aliambiwa mteja wake amefika, hivyo alifunika smoothie yake na kwenda kumhudumia. And of course rafiki yangu alijua maana ya mteja ni nini aisee. Alijua maana ya mteja ni mfalme. Mimi kule ofisini nilimaliza kabisa smoothie yangu kisha nikaanza kuwaza kitu cha kufanya. Nitamani niingie kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii lakini najua akili yangu haitaweza kukimbizana na hayo mambo mdau. Hivyo nilitulia na kucheza game kwenye simu lakini haikuchukua muda nilichoka. Nitamani hata ningekuwa nyumbani, ningeangalia movie au ningelala. Lakini hayo yote haiwezekani kwa sasa. Kama baada ya nusu saa, Cindy alikuja kunichungulia. Cindy akaniambia kwamba unaweza kuja kukaa na sisi. Wale wateja wote waliokuona wameshaondoka. Kwa hiyo ukivaa miwani yako ukatulia, sidhani kama kuna mtu atajua ni wewe. Cindy aliniambia hivyo. Nilimuitikia tu kwa kichwa lakini sikutaka kufanya hivyo. Mimi sikutaka kuishi maisha ya wizi. Sijawahi, yani unajua mimi sijawa Mungu na bado mimi ni mtu tu huru. Sio kwamba ninatafutwa na polisi au nini no. Sasa kwa nini nisitoke na kukaa kwa uhuru kama wanawake wengine? Nijiuliza kidogo lakini nikaamua potelea mbali. Kama nimeamua kutoka ndani basi acha nitoke kweli. Japo najua hizi taarifa zikimfikia Michelle ataongea sana mambo ya kutunza brand nini. Sio unajua tena lakini nadhani kwa mwanamke ambaye bado niko katika hali ya kuomboleza na haki ya kuomboleza na kufanya chochote kinachoweza kunisaidia kwa sawa.
So nilitoka bila kuhangaika kuvaa kofia wala chochote. Nilipofika upande aliopo Cindy, hata mwenyewe alishangaa kidogo, lakini aliacha tabasamu kubwa. Kila mtu alikuwa kimya kama vile wameona mzimu. Huu ulikuwa ni upande wa makeup. Cindy alijitahidi sana kuitengeneza saluni yake. Alikodi nyumba kabisa ya kuishi ambapo aliigawa. Kuna upande wa nywele na kusuka, kuna upande wa makeup na kuna upande wa spa. Mambo ya massage na makorokoro mengine tu, na kuna upande wa kucha. Cindy anajua vitu vyote, lakini mara nyingi anakuwa hapa kwenye makeup. Ndio kitu anachopenda sana kufanya. Asole mteja aliyekuwa na pambo na Cindy aliuliza kwamba huyu ni Gordon au ni mtu aliyefanana naye. Alikuwa ni mama tu, mtu mzima hivi. Bila shaka alikuwa mama wa bibi harusi, kwa sababu hapo pembeni kulikuwa na wadada kama 4 hivi ambao mmoja alikuwa amerembwa zile za kisherehe kabisa, na hao wengine 3 ni ile tu kawaida. Yani inaonekana walirembwa na wafanyakazi wa Cindy, lakini walipendeza. Watu wote pale walicheka, hata mimi mwenyewe nilicheka. Sasa yule bibi harusi akasema kwamba ni yeye mama. Alisema kusasa akicheka, na kama hivyo ule uzito ukaisha. Nilipokea salamu nyingi huko sasa wakinijulia hali na kunipa pole. Yule mama aliuliza tena kama vile sasa sikuwa nikimsikia. Aliuliza kwamba hivi ndo huyu ulikuwa unaniambia kwamba amefiwa na mpenzi wake? Basi mwanae aliona aibu akasema kwamba mama, jamani, dada wa watu yuko hapa eti. Binti yake alisema hivyo. Mama yake hata hakumjali. Yule mama akasema kwamba pole sana binti yangu. Tena ukisikia wanavyomuongelea huyo kijana jamani, hadi unapatwa na hasira. Binadamu hawana hata wema. Alikuwa ni kijana mzuri tu mashallah. Yule mama alisema hivyo. Mdada mmoja kati ya wale 3 akasema kwamba sana, and he was handsome. Sema tu ndo hivyo, vizuri ya vidumu. Wenzake walimkata jicho alivyosema he was handsome. So nijikuta nami nikicheka tu, nikasema kwamba ni kweli Kian alikuwa handsome, macho yanapazia, kwa hiyo kila mtu anajua hilo. Nilisema huku sasa kwa mara ya kwanza moyo wangu ukiwa mwepesi nilipomwongelea Kian. Nadhani ni kwa sababu nilimuona kama watu wengine tu wanavyomuona. Wale wasichana wenzake walimwangalia huku sasa wakitabasamu. Sasa yule bibi harusi akasema kwamba kwa hiyo lini sasa tutegemee kukuona tena? Tumekumisi sana, umepotea kabisa. Nitulia kidogo kujiuliza kama nidanganye uongo ambao hauumizi kama vile nitarudi hivi karibuni au niseme kweli tu. But anyway, nilisema kwamba sijui kwa kweli, sio wakati mrahisi kumpoteza mtu ambaye mlikuwa na mipango mingi pamoja na mlishayaona maisha yenu na kuyapanga kabisa. So ni kipindi kigumu. Kwa hiyo sijui itanichukua muda gani, ninachojua tu ni kuwa bado sipo tayari kupanda jukwani. Nilisema sasa nikiangalia kucha zangu kama vile nimeokota dhahabu. Kulikuwa na ukimya kidogo. Kisha nikaona wakikonyezana na kubonyezana. Kisha binti mmoja ambaye ndo natambua sasa hivi kuwa ni mdogo kuliko wote alisema kwamba Daji, mimi na swali moja tu. Alisema sasa akibonyeza vidole vyake. Nijikuta kitabasamu kwa jinsi alivyoniita Daji. Nikaambia uliza swali lako. Akasema kwamba hivi ule wimbo wa nyota ulimwandikia nani? Nijikuta nikicheka kidogo, nikasema kwamba hiki ni kitu ambacho nimeulizwa sana lakini sijawahi kujibu. Nilimwandikia Kian zamani hata kabla hajawa wangu. Nilisema huko nikitabasamu na kukumbuka ile siku nilivyoandika ule wimbo baada ya kuona habari za Kian na Dee kuwa na mahusiano. Nadhani pia watu wameacha kuuliza hili swali kwa sababu muda umepita, nimetoa nyimbo nyingi, kwa hiyo umesaulika. Ni mashabiki zangu wa kipindi kirefu au wale wa ukweli kabisa ndo wanajua huu wimbo. So story 2-3 ziliendelea huku nikiamua kugeuza mada na kuuliza kuhusu harusi. Na nilipomuuliza bibi harusi kuhusu mume wake mtarajiwa, aliacha tabasamu kubwa na kuanza kuongea kama redio huku akisogea na kunionyesha picha. Nilifurahi kuona jinsi alivyompenda mpenzi wake. Sasa mama yake akasema kwamba Rahima, hebu mpumzishe basi binti wa watu. Yule mama alisema hivyo huku akimgeukia binti yake, kitu kilichomfanya Cindy atulia akiwa sasa ameshika lipstick. Uso wake ulionyesha amechoka. Huyu mama alikuwa ni anahangaika jamani. So Rahima akasema samani. Rahima alisema sasa ikaa vizuri na kukumbatia simu yake. Nilimwambia kwamba mna shida, mimi nafurahi kuona upendo kama hivi. Unaonekana unampenda sana, kwa hiyo usiache huo moto uzimike, sawa? Chochea kila siku. Nilimwambia sasa nikitabasamu na kuchukua mkono wake. Alionekana kujisikia vibaya sana baada ya mama yake kumfokea. Hivyo kumwona kitabasamu hivi kulinifanya nitabasamu pia. Nilisema kwamba Cindy, muda wa ice cream umefika.
Nilisema sasa nikiegemea kiti vizuri na kumwangalia Cindy akizungusha macho yake. Alisema kwamba wewe mnipumzishe basi, subiri basi nimalizane na wateja wangu. Nilalamika nikasema kwamba bwana, uliniahidi utanunulia ice cream bwana, muda umeshaenda sana, kama utaki basi nirudishe nyumbani. Nilimlalamikia na kujikuta sasa nikifurahi kila alipogeuza macho yake na kushusha pumzi. Aliamua tu kunichukulia kama mtoto mdogo. Yaani Cindy alinikata jicho na kutoa simu yake kisha akanipatia, akasema kwamba wakati wako utafika tu na utanikoma. Haya, tafuta huko mtu niliyemsave Smooth, wanauzaga na ice cream, watakuletea chapu. Cindy aliniambia hivyo. Niliacha tabasamu huku sasa nikifungua ile namba na kuipiga. Basi niliwaambia wateja ambao walicheka tu kwamba jamani, semeni mnakula ice cream gani, tajiri yangu anaagiza. Basi niliwaambia hivyo. Nikaambia jamani ni serious, hebu semeni chapu. Niliwaambia sasa nikianza kuongea na wale watu kisha nikaweka order ya ice cream ambazo nilijua nitazilipia tu. Kweli haikupita muda, zilikuja ice cream za kutosha kisha nikatoa pesa niliyokuwa nayo kwenye kipochi kile cha kufunga kiunoni na kulipa. Kila mmoja alitoa shukrani kubwa zaidi na matabasamu yaliongezeka zaidi baada ya kuona mimi ndo nimelipa. Lakini mimi ndo nilitakiwa kuwashukuru, wameifanya siku yangu iwe nzuri. Na sina bahati ya kupata siku kama hizo kipindi hiki. Sio yule bibi harusi aliuliza tena ya kwamba kwa hiyo hautaweza kuja kwenye harusi yangu jamani. Nilicheka kidogo sasa nikimkumbatia. Nikasema kwamba siwezi kufika Rahma, lakini leta simu yako nikurekodia video kwa ajili ya mume wako mtarajiwa ambaye umesema angefurahi kuniona. Basi nimwambia hivyo, aliacha tabasamu kubwa na kunipa simu yake. Nilimvuta pembeni tukaa sasa wote kwenye kamera kisha nikamuuliza jina la mpenzi wake tena. Akaniambia, nikasema kwamba hello Rahim, nimekutana na mke wako mtarajiwa mrembo sana na nimetaka tu kuwatakia ndoa yenye heri na fanaka tele. Nilisema na kujezea maneno mengine machache kisha nikampatia simu yake. Nilimwambia kwamba unipe namba yako, nitawaandalia zawadi mletewe. Akasema kwamba daji, au unaje kufanya hivyo? Alisema sasa kitabasamu. Nikasema kwamba mimi ndo nimesema na ndo njia pekee ya kufidia kutokuweza kufika kwenye harusi yako. Basi nimwambia hivyo, alinishukuru sana na kunipatia namba zake kisha wakaondoka. So baada ya kuondoka Cindy alikuwa akinitazama kwa tabasamu la upendo sana. Nilimwambia Cindy ya kwamba asante sana kwa kunileta. Naona kutoka sio tabu sana. Nilimwambia Cindy na Cindy alisogea tu na kunikumbatia. Basi bwana, ni wiki 3 sasa tangu ile siku Cindy alivyonipeleka saluni kwake na leo nimetoka niko studio. Nimekuja kukaa na Kesi. Ile siku alilalamika sana alipojua nilikubali kutoka na Cindy, wakati yeye nimemkatalia mara nyingi. Picha yangu nikishuka pale saluni kwa Cindy ilisambaa mtandaoni na sijui hata nani aliipiga, lakini sijali bwana, sijali chochote kwa wakati huo. Michelle alinipigia kesho yake kuniuliza kama niko tayari kurudi kazini baada ya kuanza kutoka tena. Nilicheka tu na kumwambia kwamba hapana. Alilalamika kidogo kabla ukata simu. So watu wengi sana wamemtafuta wakitaka kufanya interview na mimi. Naongelea mashirika makubwa duniani. Utashangaa watu walivyo na roho ya ajabu. Yaani wanadhani baada ya hiki kilichomtokea Kiani, yaani eti nitataka hata kuwasogelea. Nawachukia sana waandishi wa habari. Ninaamini wana moto wao wa pekee wakifika jehanamu. So Kesi alilalamika akasema kwamba kwa hiyo haujatunga hata wimbo mmoja jamani, Mimi nimemiss kufanya kazi na wewe. Kesi alilalamika sasa akipekua simu yake. Nimwambia kwamba Kesi, unajua kabisa akili yangu haijatulia. Naanzaje kutunga wimbo, Japo kusema kweli nimemisi sana kuimba au kukaa studio nini, huku tena nikipiga gitaa. Nimwambia hivyo Kesi. Kesi alichata tabasamu kubwa na kuniambia nisogee kwenye kipaza sauti anipatie gitaa. Nilicheka tu sasa nikitikisa kichwa. Nilimwambia kwamba wewe sina wimbo wa kuimba kichwani. Kesi akasema kwamba najua kuna wimbo ambao kila ukiwa chini unausikiliza au unauimba au unafikiria. Nataka uimbe huo, trust me. Muziki una namna ya tofauti sana ya kufariji mtu. Kesi alisema sasa akinikabidhi Garton guitar. Basi mimi niliinuka huku sasa nikisita, lakini nilisogea na ukaa kwenye stuli ambayo ilikuwa karibu na kipaza sauti. Kesi alinipa waya, nikachomeka sehemu yake kisha nikatulia sasa nikikumbuka wimbo wa msanii nempenda sana. Maisha yangu yote nimetamani kuwa kama yeye. Ni wimbo ambao aliuimba kipindi kifupi kabla hajafariki. Aliuimba kipindi ambacho alikuwa chini kabisa.
Basi nilimwambia Kesi ya kwamba univumilie, sijawahi kupiga huu wimbo na sijapiga muziki muda mrefu kidogo, kwa hiyo nitakosea. Nilimwambia Kesi ambaye alikuwa akinitazama kwa tabasamu na akisubiri kwa hamu nianze kuimba. Nilishusha pumzi na kuvuta hisia zote, sasa nikiruhusu vidole vyangu kusogea na kupiga kila key kwenye ile gitaa. Mdomo wangu ulifunguka na nikaanza kuimba wimbo ambao mistari yake yote ipo moyoni sasa, kwa sababu umekuwa akilini kwangu kila wakati moyo wangu ulipokuwa mzito. Macho yangu yalijaa machozi nilipoanza kuimba, kwa sababu ni mistari iliyohusu maisha yangu kwa wakati huo. Of course siwezi nikakuimbia, lakini naweza nikakwambia tu hiyo mistari jinsi ambavyo ilikuwa inazungumza, na naona kabisa na nihusu kwamba as I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause after giving it all my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. Yeah. And when my roads are gone, in you I hear a song. I look to you. So ni wimbo fulani msikilizaji, ambao of course hata wewe mwenyewe unaweza kuwa unafahamu, lakini mimi baada ya kuimba hiyo mistari, nilipomaliza hiyo chorus, baada ya ubeti wa pili, nilitulia kidogo na kupiga gitaa, huku sasa nikiruhusu zile hisia zipite, kisha nikaendelea hadi nikamaliza wimbo. Kesi alikuwa kimya tu akiniangalia. Akasema kwamba Whitney Houston, alisema sasa akiniangalia kwa tabasamu. Nikasema yeah. Kesi aliniuliza kwamba huu ni wimbo mzito sana, sijui alipitia nini hadi kaandika hayo mashairi mazito hivyo. Vipi unajisikiaje? Kesi aliniuliza, na hapo ndipo nilitulia kusikiliza hisia zangu. Ilikuwa ni kama vile nimetuliwa mzigo mzito. Hata nilipoacha tabasamu, moyo wangu haukuwa mzito. Niliona kama vile ninaweza kuvuka ili na kuweza kusimama tena. Naweza kurudi kama zamani au hata bora zaidi. Naweza kuachilia. So nilimwambia Kesi ya kwamba najisikia vizuri sana, asante Kesi. Nilimwambia sasa nikitabasamu na kumpatia gitaa lake. Kesi aliniambia kwamba karibu, na mimi nilijua tu ninachokiongea. Ndio maana kwa bahati mbaya kwa mama yako hakuna vyombo vya muziki. Unaweza kuwa unakuja hapa nikiwa sina wateja na tunapiga muziki, unaimba kama hivi. Tunaweza hata kuileta timu nzima. Mimi na hakika ni kila mtu atakuwa tayari kutenga muda wake kwa ajili yako Mara. Trust me, ukifanya hivi utashangaa nafsi yako itakavopona haraka. Mimi niliamua rasmi kuwa producer baada ya kuwapoteza wazazi wangu wote kwa ajali. Yaani asubuhi nina wazazi, jioni mimi ni yatima. Nilipitia kipindi kigumu sana, afu kijumlisha mimi ni mtoto wao pekee, hivyo hata sikuwa na ndugu wa kulia naye. Yaani ni kama ghafla tu nilipoteza familia yangu yote. Katika kipindi hicho ndipo nilianza kupiga muziki Mara. Nijitupa kwenye muziki mazima, na kwa sababu nilipenda kutengeneza beats, Mungu alinionekana huko na leo nipo hapa. Hata sasa hivi kuna siku kadhaa ninajisikia vibaya nikiwaza kuwa mwanangu anazaliwa na wazazi wangu hawataweza kumuona, kumshika, lakini Jordan na wazazi wake wote hapo. Huwa naona wivu, najisikia vibaya. Nyakati kama hizo utanikuta studio nikitengeneza beats, na hata nikimaliza na kuwa niko vizuri tena. Kwa hiyo usidhani kwamba tupo mwenyewe mpenzi, no, kila mtu anapitia la kwake, lakini cha msingi ni sisi tu kukubali kupiga hatua kutoka kwenye haya maumivu. Kesi aliniambia hivyo, niliacha tabasamu tu na kusogea kumkumbatia, nikamwambia kwamba nakupenda Kesi, asante sana, nitaitumia hii nafasi vizuri. Nilimwambia sasa nikirudi kukaa kwenye ile stuli na kuweka gitaa vizuri. Sasa aliniuliza kwamba okay. Kwanza nilimwambia kwamba hivi, hebu naomba basi tuimbe kwa sababu naona kama hata wewe mwenyewe unahitaji muziki sasa hivi. Nilimwambia hivyo. Kesi aliacha tabasamu kubwa na kujitengeneza vizuri kwenye kinanda chake, akasema kwamba sawa, wimbo gani tunaimba? Aliuliza sasa akinitazama. Nifikiria kidogo, nitaka wimbo wa kufurahisha tu. Nikasema tuimbe wimbo wa Bob Marley, Stereotype. Basi nimwambia hivyo. Kesi aliacha tabasamu akasema oh yeah, reggae baby. reggae. Unajua sijawahi kukuona ukiimba reggae. Kwa hiyo itakuwa tamu. Okay, tuanze. Kesi alisema na kuanza kupiga kinanda taratibu. Moyo wangu ulianza kufurahi, huku sasa nikianza kupiga melody maarufu sana ya kunyua wimbo na kuanza kuimba. Hatukujua hata muda umekimbia hadi Jordan alipoingia pale studio. Akasema kwamba Mara, hatimaye umetoka ndani.
Jordan alisema sasa akisogea na kunikumbatia. Nimwambia kwamba kesi amefanikiwa kuning'oa kule ndani hatimaye. Vipi unaendeleaje wewe? Nimwambia sasa nikifurahi kumuona. Nilikuwa nikijihisi kama mtu mpya kabisa, ile huzuni haikuwepo tena. Aliniambia kwamba amenenda vizuri. Kwa hiyo vipi harakati za hapa na pale nini zinaendaje kwako? Lakini mimi kwa upande wangu Mungu ni mwema. Ananiambia kisha akamgeukia mpenzi wake. Akasema kwamba baby, muda umeshaenda sana bwana. Nimeshangaa nimefika nyumbani haupo. Jordan alimwambia sasa akisogea kumgusa shavu lake. Uso wote wa Jordan ulionyesha namna gani alimpenda Kesi na moyo wangu ulifurahi sana kwa ajili yake. Amepitia mengi mno na ni juzi tu hapa alikuwa na stress kuwa atazeeka bila mwanaume yote kumooa, lakini kumbe mwanaume wake alikuwepo tayari. Basi Kesi akasema nisamee baby, nimeanza kuimba hapa na mara hata hatujakumbuka kuhusu muda. Kesi alimwambia hivyo Jordan ambaye kwa sasa mkono wake ulikuwa tumboni kwa Kesi. Jordan akamuuliza kwamba haina shida baby. Kwa hiyo sasa vipi, mmeshamaliza au nikusubiri hapo nje? Jordan alimuuliza sasa akiinuka baada ya kuridhika kushika tumbo la mpenzi wake. Kesi akasema kwamba tumemaliza lakini naomba tu nisubiri hapo nje. Kesi alimwambia hivyo. Jordan alinama na kumbusu paji la uso kisha akatoka nje. Basi mimi nilimtania kwamba nafurahi sana kukuona unapendwa hivi Kesi. Na nikikumbuka juzi tu hapo alikuwa analalamika unazeeka bila mwanaume. Kesi alicheka kidogo akasema kwamba shoga yangu wewe acha tu, nilipata stress kuona naingia miaka 30 alafu sioni hata mwelekeo. Ndio maana nilipopata hii mimba sikufikiria hata kutoa. Nilikuwa tayari kumpata huyo mtoto na sijutii maamuzi yangu mpaka sasa. Anyway, inabidi tu tuondoke sasa. Hapo Jordan ametoka kwenye training hivyo amechoka, sitaki kuendelea kumtesa. Lakini unakaribishwa wakati wote na of course nimefurahi sana. Kesi alisema sasa akisogea kunikumbatia. Nikamwambia kwamba asante na kwako pia umejua kunipa faraja kubwa Kesi, asante. Basi tukakumbatiana pale kisha tukatoka. Tulimkuta Jordan amesinzia kwenye kochi pale mapokezi. Ilikuwa ni mida ya saa 2. Alionyesha kabisa namna gani amechoka. Kesi alimwamsha kisha tukaagana. Mimi nilienda kuingia kwenye gari langu na kuelekea nyumbani kwa mama. Nilipofika nilimkuta mama sebeni akaangalia TV. Tulisalimiana sasa na mimi nikaenda kujitupa kwenye kochi. Mama akauliza kwamba ulikuwa wapi? Nimerudi muda mrefu lakini haukuwepo. Nikasema kwamba nilikuwa studio na Kesi. Nilimjibu sasa macho yangu akiwa kwenye tamthilia niliyomkuta akitazama. Mama akasema kwamba ulikuwa na rekodi nyimbo mpya? Nikamjibu hapana, akili yangu tu haijatulia bado, lakini nimeimba nyimbo za wasanii wengine kujiburudisha tu, na kusema kweli muziki umenisaidia sana na amani ajabu. Nilimjibu hivyo mama huku nikitabasamu. Akasema kwamba vizuri sana, chakula kipo mezani tayari. Natumaini hujala. Leo Michael na Pendo watachelewa kurudi. Mimi nilikuwa nakusubiri ili tule. Leo nimepika chakula chako pendwa. Mama alisema sasa akinitazama kwa tabasamu. Nilimuuliza kwamba makanda ya maharage na nyama, si ndio? Nilimuuliza sasa nikiacha tabasamu kubwa. Alipoitikia kwa kichwa. Niliinuka haraka na kuchukua mkono wake kumvuta hadi kwenye meza ya chakula. Kweli chakula kilikuwa mezani. Mimi sikutaka hata kusubiri, nilichukua sahani na kuanza kujipakulia chakula, kisha nikachota kachumbari. Nilimpakulia mama pia, huku sasa nikiimba wimbo uliokuja kilini. Unajua leo imekuwa ni siku nzuri sana msikilizaji. Nilipokaa mama alinipatia glasi ya juice, nilimshukuru. Huku sasa nikijitengenezea vizuri kabla ya kuanza kula. Mama alinikatisha akasema tuombe kwanza. Mama alinikatisha nilipoanza kuleta kijiko mdomoni. Alicheka kicheko niliporudisha kijiko kwenye sahani sasa nikilalamika. Tuliomba kisha nikaanza kula kwa amani. Hata mimi sijui lakini kwa hiki kipindi chote mama amekuwa akiishi na mimi vizuri sana. Yaani si hata nisemeje yani. Kuniuliza maswali kuhusu ujauzito na kunishauri vitu vya kufanya. Amejitahidi sana kuwepo kwa ajili yangu. Sijui kwa nini lakini kila nafasi ninayoipata ninaitumia vizuri bila kuuliza swali lolote. Mpaka wakati tunamaliza kula wadogo zangu bado hawakuwa wamefika, hivyo niliamua kuwasubiri sebuleni huku sasa mama akiniaga na kuelekea kulala. Kulipokucha nilishangaa nilipopigiwa simu na Cindy akiniambia kwamba jinsi gani wimbo niliouimba umemgusa sana. Namna gani niliimba kwa hisia. Nilibaki kumshangaa hadi aliponitajia jina la wimbo, ndipo nikakumbuka wimbo niliouimba jana studio, lakini Kesi hakuwa akirekodi. Sijanaongelea nini huyo. Mimi nilimsikiliza tu na kumwambia nitampigia. Nilipofika sebuleni nilimkuta Michael akinywa chai. Alinisalimia sasa akiniwekea chai kwenye kikombe. Michael alisema kwamba cover aliyoposti jana imevunja rekodi, hongera. Michael alisema sasa akinitazama kwa tabasamu huzuni. Nikasema kwamba hivi ni kitu gani hicho mnachoongelea? Hebu nionyeshe.
Nilimwambia Michael ambaye alifungua na kunikabidhi simu yake. Ni video ya jana nikiwa studio kwa Kesi, na video imepostiwa kwenye ukurasa wa Kesi, lakini pale chini ameandika full video ipo kwenye YouTube yangu. Kwa pale chini Kesi ameandika kwa urefu namna gani mimi rafiki yake nimekuwa nikipitia kipindi kigumu miezi yote hii mitatu na nimekuwa nikitafuta faraja yangu kwenye muziki. Aliandika ujumbe mzuri sana ambao hata mimi mwenyewe ulinijaza machozi, lakini hakuwa na haki ya kufanya hivyo bila kunishirikisha. Nilitazama pale chini na kuona watu waliotazama ile video wanafika milioni 6 na ndio kwanza. Bado ni mapema. Tuna bado kulikuwa na comment nyingi chini. Nilimrudishia Michael simu yake huku sasa nikikwazika kwa kitendo alichokifanya Kesi. Mimi nilimwamini, lakini yeye ameenda kuyamwaga huko mtandaoni. Hauni kwamba kwa kipindi hiki hata mimi mwenyewe sitaki kuingia mtandaoni. Sasa kwa nini aweke mambo yangu bila ridhaa yangu? Kanikera of course. Lakini pamoja na hasira yangu yote, nilihakikisha nimekunywa chai na kushiba kabla kutoka kuelekea kumwona Kesi. Nilipofika sikuweza sana kwa sababu nilikuwa nimekwazika kweli kweli. Hivyo nilipitiliza hadi studio bila kumsikiliza mhudumu wake wa pale mapokezi. Nilifungua mlango na kuingia studio, nikajikuta sasa nikikwama kidogo baada ya kumkuta katikati ya zoezi la kurekodi. Msanii aliyekuwa na rekodi alishangaa kuniona, kitu kilichowafanya wakatisha kurekodi ili warudie tena kwa sababu alikosea mstari wake. Msanii yule alitoka kwenye kile chumba cha kurekodia na kuja kunisalimia kwa furaha. Alikuwa ni msanii anayefahamika sana tu nchini. Ni mtunzi mzuri sana wa nyimbo za mapenzi na amekuwa akija kwa kasi kubwa sana. Ni kati ya wasanii wachache walioamua kubaki kutumia majina yao halisi. Kwa hiyo mpaka sasa amefanikiwa kulifupisha, hivyo jina lake la kisanii limekuwa ni Abi kama kifupi cha Abduli. Basi Abi akaniambia kwamba, Golden, nimefurahi sana kuona. Abi alisema bila kujali kuwa nimeingia na kuharibia mambo yao. Nilimuuliza kwamba asante Abi, unaendeleaje? Nimuuliza nikijaribu sasa kuonyesha kujali, japo kweli ni kuwa sikujali chochote. Mimi nitaka tu nipate nafasi ya kumfokea Kesi vizuri. Basi Abi alinitania akasema kwamba mimi namshukuru Mungu niko salama kabisa. Nimekuwa nikitamani sana kufanya collab na wewe. Naona leo dua zangu zimejibiwa. Nikamwambia kwamba nimekuja tu kumwona rafiki yangu, sikujua kama yuko busy. Kwa hiyo naweza kuja hata baadaye. Nilisema sasa nikitaka kugeuka na kutoka, lakini Abi alisema kwamba hapana, unaweza kaa tu. Mimi naamini hata kama haitakuwa collab unaweza kunishauri vitu vya kurekebisha kwenye huu wimbo. Abi alisema hivyo. Basi Kesi akasema kwamba Golden yuko vizuri sana kwenye muziki, ana sikio fulani hivi la muziki. Kwa hiyo usiondoke basi, nikupe hata unisaidie kupiga bass. David leo sijampata, alafu unajua jinsi ambavyo sipendi kufanya vitu nusu. Kesi alisema sasa akitia huruma na kufanya moyo wangu uanze kulainika. Bila shaka alijua kabisa nimekasirika. Na kwa nini nimekasirika? Basi Abi aliuliza kwamba Golden, unapiga bass? Kesi alinijaza upepo pale akasema kwamba anapiga kila chombo huyu, muone hivyo tu. Abi akasema kwamba mimi jana nilivyoona ile video anaimba huku sasa anapiga gitaa, nikasema mashallah, mwanamke amebarikiwa bwana. Mimi nikajua anapiga tu kinanda na hiyo gitaa, sababu hivyo ndo nilivyowahi kumuona akipiga. Abi aliongea kwa furaha sana, nilijikuta nikimfurahia tu. Katika karine hii msikilizaji, ni ngumu sana kukutana na msanii ambaye hana wivu wala kinyongo na mtu. Ni ngumu. So nilisema kwamba basi bwana, msinijaze upepo. Mimi nitakaa hapa na kuwasaidia. Hata hivyo sina pa kwenda wala cha kufanya. Basi Kesi alifurahi sana na kuinuka haraka kuja kunikumbatia, akasema kwamba nisamehe kwa jana, lakini nakuahidi kuna maelezo ya maana nyuma yake. Na leo sitafanya kitu chochote bila kukuambia. Alisema sasa mimi nikumbatia, nikasema kwamba hakuna shida, lakini tukimalizana na huyo utaniambia kila kitu. Kesi aliniangalia machoni akasema kila kitu? Sawa, nitakwambia vyote. Alisema huku sasa. Niliitikia kwa kichwa na kukaa kwenye sofa lililokuwa pale studio. Abi alionekana kujaa furaha sana. Kesi aliweka beat na Abi akaanza kuimba wimbo wake ili kunipa idea ya kile alichokuwa nakifanya. Alinipa simu yake ambayo ilikuwa na maneno ya ule wimbo. Nilimsikiliza na kurekebisha mistari kadhaa, nilimrekebisha hata alipokosea kuimba, na baada ya wimbo ukawa vizuri, Kesi alinipa bass guitar. Nilikaa kwenye kiti na kujikuta sasa nikicheka baada ya kumkumbuka Devi. Nilimwambia Kesi kwamba hakikisha Devi anapata hii video. Nilimwambia Kesi ambaye alicheka na kuniitikia tu. Nilivaa headphone na kusikiliza wimbo mara moja, kisha ulipoanza tena mara ya pili nilianza kupiga bass. Kesi alikuwa pembeni akinisikiliza kwenye headphone nyingine, huku sasa akiniwekea kidole gumba juu kila wakati nilipomtazama.
Wimbo ulipoisha na mimi nika sasa nimemaliza, Abi akasema kwamba wow. Hey, inabidi na mimi nianze kujifunza sasa. Yaani mpaka nywele zangu zimesisimka. Abi alisema huko akishangaa tu. Nilicheka tu sasa nikiweka lile gitaa chini baada ya kuvua headphone. Baada ya kumalizana na Abi nilibaki na Kesi ambaye alitakiwa kunieleza kwa nini alifanya vile bila kunishirikisha. Basi Kesi akasema kwamba kwanza naomba unisamee, studio yangu ina kamera za ukutani ambazo niliziweka kwa ajili ya kurahisisha studio video recording. Sasa jana ulipoanza kuimba ule wimbo kwa hisia nilitamani kubaki na kumbukumbu, lakini baadaye nilipofika nyumbani nilikutana na interview ya Delila akilalamika na kuongea jinsi gani anavyopitia kipindi kigumu baada ya kumpoteza baba wa mtoto wake. Alijishauri kuwa pamoja na yote Kian alikuwa baba mwema na amemsamehe kwa yote. Anachotaka tu ni mwanae apate haki ya kurithi mali za babake. Yaani nakwambia hadi alikuwa analia na watu walishuka kumpa pole. Huku sasa wakikuongelea kuwa umekaa kimya ukiponda mali za Kian huku mtoto wake akiteseka. Kwa mimi nilikwazika sana kwa sababu ninaona jinsi unavyoumia na kuhangaika kupiga hatua kila siku. Kwa hiyo nilimtumia Michelle ile video na kumuomba ruhusa, akakubali na kusema ataweka pia kwenye ukurasa wako wa YouTube. Ndio maana hata niliandika jinsi unavyopitia kipindi kigumu na watu wameanza kuelewa. Nadhani najua maelezo yangu hayafanyi matendo yangu kuwa sahihi, lakini nitaka tu kukutetea mara. Kesi alisema akiwa ameshika mikono yangu. Nishusha pumzi nikasema asante. Siwezi kukasirikia wakati ulifanya hivyo kunitetea, lakini kwa wakati mwingine naomba nishirikishe kwanza. Sipendi kufanywa maamuzi. Nilimwambia hivyo. Basi Kesi akasema nimekuelewa na sitarudia tena. Kwa hiyo vipi hii video nimtumie Devi ama? Aliuliza. Nitabasamu tu na kumwitikia. Usiku ule Devi alinipigia huko sasa akiniambia kesho tunakutana studio. Anataka anishuhudie vizuri nikipiga bezi. Nilicheka tu na kumwitikia na hayo yakawa maisha yetu. Miezi miwili ilipita na hatimaye mimba yangu ikawa na miezi 4. Nilikuwa na nguvu hata kutapika kumeisha, hivyo nikaona ni wakati mzuri sasa wa mimi kwenda Uingereza kuanza kusimamia mambo kule. Sasa nilipofika uwanja wa ndege nilipokelewa na Ryan pamoja na Join. Ryan bwana aliachia tabasamu kubwa na kunikumbatia nilipofika pale alipokuwa amesimama. Kwa Kiingereza kaniuliza kwamba wow, miss you girl, umependeza sana. Ni macho yangu au umenenepa kweli? Aliuliza kwa Kiingereza. Nilicheka tu sasa nikitikisa kichwa na kuanza kumfuata Join ambaye alikuwa akiburuza mabegi yangu. Nilimjibu ya kwamba nimekumiss pia Ryan, nimefurahi sana kukuona. Nilimjibu kwa Kiingereza pia huko sasa nikielekea kwenye gari. Tulipoingia kwenye gari nilisalimiana kidogo na Join ambaye hakuna maneno mengi kama kawaida yake. Ryan alikazana tu kuniuliza maswali mengi kunichangamsha, lakini mimi sikuwa na nguvu ya kuongea. Macho yangu yalivyokuwa yanapita kwenye ile mitaa, moyo wangu ulikuwa mzito sana. Nilikuwa nikikumbuka nyakati tofauti nilizopita na Kian kwenye hii mitaa, hasa tulipoingia kwenye mtaa ambapo nyumba yetu ipo. Mimi sikujua kama kurudi huku ingekuwa shida hivi. Rene aliona jinsi nilivyojikumbatia, hivyo alinivuta nikamwegemea bega lake kwa sasa akiupapasa mgongo wangu taratibu. Haikuchukua muda gari liliingia na kupaki nyumbani. Sijui kama hata bado ni nyumbani kwa sababu hapa nipi hisia ya nyumbani. Kian ndo aliyepafanya hapa pawe nyumbani. Na hivi hayupo, sidhani kama pataweza kuwa nyumbani. Basi Rene akaniambia kwamba Gode, tumefika. Rene aliniambia hivyo, utadhani nilikuwa nimepotelea usingizini. Twaini yeye alikuwa ameshashuka na anateremsha mabegi yangu. Moyo wangu ulikuwa mzito sana niliposhuka na kusimama nje ya ile nyumba nzuri ambayo ilikuwa ni jasho la Kian. Basi Rene aliniita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Nijikumbatia baada ya upepo kupuliza. Niliona kama koti nilovaa halisaidii kitu. Basi nipiga tu chache na kuingia ndani ambapo kulikuwa na joto zuri tu. Bila shaka hita imewashwa. Nilivua koti langu pamoja na gloves na kuviweka sehemu yake pale sebuleni. Macho yangu yalikagua sebule haraka na moyo wangu ulishuka zaidi baada ya kuona hakuna kilichobadilika. Nilihisi kama vile ninamsubiri Kian atoke kwenye mazoezi. Basi Ryan aliniambia kwamba nimekuandalia Eagles cake na chai. Ryan aliniambia hivyo sasa akinitazama kwa tabasamu. Nikasema kwamba asante sana, itabidi sasa unifundishe kuzitengeneza ili nikiwa nyumbani nitengeneze nikizimiss. Nilimwambia sasa tukiongozana jikoni. Nilikaa kwenye meza chakula iliyopo pale jikoni kisha nikatulia sasa nikimtazama Ryan akitoa hizo keki kwenye oven na kuziweka kwenye sahani kubwa. Ukiziangalia kwa haraka haraka msikilizaji unaweza kudhani ni cookies ambazo zimemwagiwa sukari kwa juu,
Lakini hizi ni keki ambazo zimejazwa jamu ya matunda ndani. Zina ladha nzuri sana na ni maarufu sana upande huu. So alisogeza birika lenye maji ya moto, majani na birika dogo lenye maziwa, kisha akaweka vikombe viwili vyenye visosi na kukaa pale pembeni. So tulikaa kimya kidogo, huku sasa nikifanya zoezi la kujiandalia chai, maji na majani kwenye kikombe. Baada ya kutoa majani ndipo niliongeza maziwa, kisha nikaweka sukari na kuanza kukoroga taratibu, huku macho yangu yakizunguka pale jikoni. Nijikuta nikikumbuka ile siku tulipokula base ambayo Ryan aliandaa kwa ajili ya chakula chake. Nijikuta tu nikicheka. Ryan akauliza kwamba nini kinakuchekesha? Nikamwambia kwamba nimekumbuka tu ile siku tulivyokula base yako. Nilimwambia na kumfanya acheke, lakini baada ya muda kidogo tulirudi kuwa kimya tena. Basi Ryan alisema ya kwamba nimekuwa na bosikia ni muda mrefu kidogo, kuanzia akiwa kwenye nyumba yake ya zamani ambapo aliishi kidogo na Delila, lakini sijawahi kumuona akiwa na furaha kama kipindi alipokuwa na wewe. Alipokuwa na wewe alikuwa ni kama mtoto na tabasamu alikuondoka usoni mwake daima. Kwa hiyo kuna wakati natamani yote haya yangekuwa maigizo tu. Ryan alisema mimi nikunywa chai yangu na kuanza kula keki, huku sasa nikitafakari cha kuongea lakini sikupata. Hivyo niliamua tu kumuuliza kuhusu mambo ya maana. Nikamwambia kwamba ulisema uliwasiliana na management ya Kian. Akaniambia kwamba ndio na wanataka kuzungumza na wewe. Wamesema ni kuhusu kesi ya Kian, lakini pia wamesema uhakikishe kwenda na cheti cha kifo kesho kutwa. Yaani mnakutana mahakamani kabisa. Baada ya Ryan kusema hivyo nikauliza ya kwamba mahakamani, yani ni mahakamani moja kwa moja ama? Ryan akasema ndivyo alivyosema. Nikasema sawa, kuna shida. Basi tulikuwa kimya. Baada ya pale nilipomaliza chai yangu nilimwambia kwamba asante kwa chai Ryan, mimi naenda studio kidogo. Nimwambia hivyo, aliniambia nisubiri, kisha akaenda kupekua draw na kuniletea funguo. Akaniambia kwamba nilifunga vyumba vyote kabla ya kuondoka kwa ajili ya msiba. Basi aliniambia hivyo na nilimshukuru tu na kupitiza hadi studio. Nilipofungua kulikuwa na vumbi kila sehemu, lakini angalau vyombo vilikuwa vimefunikwa. Baada ya kuifunua na kukunguta vumbi kidogo, nilikaa kwenye kinanda na kuanza kupiga melody mpya iliyokuja kichwani mwangu. Maneno yake yalitirika tu na hata mimi sikushangaa kuwa wimbo huu ulikuwa ni wimbo huzuni. Niliwasha kamera za pale studio na kuchukua tabu kuanza kuandika mistari ya ule wimbo, huku sasa nikiweka na note za muziki pia. Mimi sikuona hata kama giza limeingia hadi Ryan alipokuja kuniita kuwa chakula cha jioni kipo tayari. Nilimuitikia tu na kumwambia nitashuka baada ya muda kidogo. So nilienda chumbani ambapo nilikwama kidogo. Nilipofika mlangoni, mabegi yangu yalikuwepo pale mlangoni kuashiria kwamba hakuna aliyeingia. Basi nilishusha pumzi nzito na kufungua mlango. Harufu ya Kian ilijaa sana kwenye kile chumba. Macho yangu yalitua kwenye picha kadhaa ambazo tulipiga wote na kuziweka kwenye frame, sehemu tofauti tu za hiki chumba, kila picha ikiwa na kumbukumbu yake. Nilichukua mabegi yangu na kuyaingiza ndani, huku sasa nikiamua kufanya kilichonileta ambacho ni kuoga na kuvaa kwa ajili ya chakula cha jioni. Nilivua nguo haraka na kuchukua taulo, kisha nikaelekea bafuni. Mimi sikutaka kuruhusu macho yangu kuangalia kila kitu kwa sababu kila kitu kilinikumbusha Kian. Nilitulia kidogo pale bafuni baada ya kuona vitu Kian alivyokuwa anatumia kuogea, sabuni na vitu vingine vingi. Kabla sijawaza sana, nilijikuta nikichagua kutumia vile vitu. Nitamani kusikia harufu yake wakati wote. So baada ya kuoga nilivaa tracksuit nzito kwa sababu ni msimu wa baridi huko. Chini nilivaa soksi na viatu vya ndani, kisha nikatoka na kuelekea jikoni ambapo Ryan alikuwa anatenga chakula kwenye meza ndogo tu iliyopo pale. So mimi nilikaa na kumshukuru aliponipatia sahani ya chakula, na ulikuwa ni wakati mzuri wa yeye kunisimulia kazi alizofanikiwa kufanya kipindi hiki ambacho hakuwa na kazi, lakini kwa mimi nilikuwa kimya nikimsikiliza tu na kucheka tu. So baada ya kula nilimwaga na kwenda kulala. Nadhani ni uchovu tu wa safari kwa sababu nilipata usingizi haraka kuliko nilivyotegemea. Kesho yake mimi sikuweza kwenda popote kwa sababu ilikuwa ni siku ya mvua na baridi, hivyo nilikaa ndani huko sasa nikinywa chai nzuri niliyotengenezewa na Ryan. Alijitahidi sana kuhakikisha kwamba nina amani muda wote, na njia pekee aliyojua ni kunipatia chakula. Kwa hiyo nilikuwa nikiletewa vitu vya kula kila wakati.
Mimi nashangaa sana ujauzito wangu kwa sababu tangu nimeacha kutapika hakuna kitu ambacho nimekula mwili wangu ukakataa. Yaani mimi chochote kinachokuja kinalika tu. Hakuna chakula kinachonikera wala harufu. Nadhani hadi nitakapojifungua sitaweza kupita mlangoni, na kama nikiwa hivi na Ryan hakika itabidi waongeze ukubwa wa mlango ili niweze kupita. Sasa siku ile ilisha vile na nilipata nafasi nzuri ya kuongea na marafiki zangu, wadogo zangu pamoja na mama yangu. Nimeongea na mama, alitaka kujua tu naendeleaje, kama mimba inanisumbua, hadi ameuliza kama nina mtu wa kunisaidia au nipo mwenyewe tu. Ni kitu cha ajabu sana msikilizaji, lakini pia nimeongea na Mrs. Mapesa, nilimwambia kuhusu kesi na vyote vinavyoendelea. Alinishukuru sana kwa kujitoa kuangaikia swala hili. Sasa kesho yake asubuhi ule uzito moyoni ulikuwa umepungua kidogo. Niliamka kwenye muda wa saa 3 hivi asubuhi. Nilioga vizuri na awamu hii nilitumia sabuni yangu, kisha nikavaa sasa nikiangalia tumbo langu ambalo halina hata dalili ya kutokea. Nilivaa jeans nyeusi ambayo kwa ndani imeshoniwa kitambaa kizito. Juu nilivaa kaba shingo nyeusi na kuweka mkufu wangu wa silver wenye herufi K ambao uling'aa zaidi juu ya ile nguo nyeusi, kisha nikavaa koti zito refu jeusi na kulifunga vizuri kiunoni. Mikononi nilivaa gloves na shingoni nikaweka scarf nzito. Nilijitazama kwenye kioo na kutabasamu kwa jinsi nilivyopendeza. So baada pale nilivaa buti nyeusi chini na kuchukua mkoba wangu na bahasha iliyokuwa na cheti kilichohitajika leo, kisha nikatoka. Ryan aliyetabasamu aliponiona akaniambia kwamba naona uko tayari kabisa, breakfast ipo tayari. Aliniambia hivyo. Nilimshukuru na kuvua koti langu na scarf ili niweze kula vizuri. Kati ya vitu ambavyo sina utani navyo wakati huu ni chakula. Ryan alikuwa akinitazama kwa tabasamu tu huku nikila. Tulipomaliza tulitoka na kuingia kwenye gari na safari ya kuelekea mahakamani ikaanza. So tulipofika tulipokelewa na mwanasheria wa Kieni ambaye alinikumbatia kwa furaha tuliposalimiana pale, kisha akatuongoza mahali pa kwenda kukaa. Basi yule mwanasheria akasema kwamba kwa hiyo pamoja na kuwa kifo hiki kinafahamika na dunia nzima, mahakama haiwezi kufunga kesi bila nakala ya cheti cha kifo. Ndio maana ninahitaji uje nacho. Kwa hiyo haitachukua muda mrefu na Kieni atakuwa huru. Yule mwanasheria alisema hivyo. Niuliza kwamba huru, marehemu anakuwa huru. Kwa hiyo yani wamegundua ushahidi ulikuwa wa uongo ama? Niuliza kwa sababu niliona ananichanganya tu. Yule mwanasheria akasema kwamba hapana, lakini kawaida mtuhumiwa anapokufa huwa kesi hiyo inasitishwa. Na kwa sababu mtu hana hatia mpaka mahakama itakapothibitisha, ina maana kesi hii inafungwa mtu huyo akiwa hana hatia. Kwa hiyo kama hivi marehemu hana hatia, kila kitu kimefungwa kuanzia uchunguzi na mambo mengine yote. Basi nikauliza okay, na hiki cheti je? Akanijibu kwamba cheti ndio tunakipeleka kwa hakimu ili kuthibitisha kifo na kesi itafungwa. Basi alinijibu hivyo kwa furaha, kazi yake imerahisishwa. Sasa nikamuuliza kwamba kwa hiyo jina lake linabaki limechafuka tu, timu yake imemfuta kwa sababu hiyo. Je, wataomba msamaha au na watu wote waliomtukana na kumuita mbakaji, je, tunaweza kuwapeleka mahakamani kwa hilo? Mwanasheria akasema kwamba haitakuwa rahisi kwa sababu hakuna ushahidi wa kumtetea Mr. Mapesa kuwa hakufanya hivyo. Nikauliza kwa siri kwamba kwa hiyo jina lake linabaki limechafuka tu. Vipi kuhusu familia yake? Vipi kuhusu watoto wake? Unadhani ni rahisi kukua huku dunia yote ikikuita mtoto wa mbakaji? Niliuliza kwa siri, sasa machozi yakianza kujaa machoni mwangu. Yule mwanasheria akasema ya kwamba Miss Kisbon, sio kila kitu ni sawa huku duniani na hata sheria yetu haiko sawa. Kama ukiweza kupata ushahidi wa kuwa Mr. Mapesa hakufanya alichoshtakiwa, basi unaweza kupeleka mahakamani. Yaani unaweza kumpeleka mahakamani aliyemshtaki. Na hapo utasafisha jina lake. Nikasema okay, tunaweza kuona ushahidi uliotolewa dhidi yake? Niliuliza. Mwanasheria akasema kwamba kwa sasa itakuwa ni ngumu kwa sababu kesi haiwezi kuendelea. Lakini kama kesi hii ingeanza kipindi Mr. Mapesa akiwa hai, tungeweza kuona kwa sababu tulikuwa na haki hiyo, lakini kwa wakati huu haki hiyo haipo mikononi mwetu. Basi nimwitikia tu kwa kichwa msikilizaji, kwa sababu mimi nilikuwa nina hasira sana. Niliogopa nikiongea naweza kumtukana au kufoka. Nilimpatia kile cheti kisha akakipeleka na kuelekea kwenye ofisi ya hakimu. Basi Ryan akaniambia God, usilie. Ryan alisema sasa akinivuta anikumbatie. Nimwambia kwamba hivi kwa nini dunia inakuwa hivi? Dia anaendelea kuishi maisha yake huku akibwabwaja tu huku, wakati Kieni anaendelea kutukanwa kila siku. Hata kama ni marehemu, wanadhani watoto wake watakuwa salama katika maneno ambayo anaendelea kusemwa.
mtoto wangu atakuwa salama kweli? Nilisema huku sasa nikikumbatia tumbo langu. Rian alinigeuza haraka akasema kwamba Gode, unamaanisha ni? Jamaa alishia njiani huku sasa akinishangaa. Nilicheka kidogo jinsi alivyopata mshangao. Nikamjibu kwamba ya miezi 4 sasa. Nilimjibu. Rian alinikumbatia kwa furaha akasema, "Wow, hongera sana. Ndio maana unalala sana, lakini angalau una mtu wa kukufariji sasa. Una ukumbusho wako pekee." Rian alisema hivyo kwa furaha. Tulikaa kimya kidogo huku sasa akili yangu ikiwaza nitachukua hatua gani baada ya hapa. Mwanasheria alitoka akiwa amejaa tabasamu huku sasa akinirudishia kile cheti. Bila aibu aliongea kabisa kwa kujiamini kuwa Kian ni mtu huru asiye na hatia. Mimi sikutamani hata kuendelea kukaa pale. Nilimwaga na kutoka. Kama hicho ndio walichohitaji, kwa nini hawakusema kuanzia mwanzo? Mimi nilikuwa na uwezo wa kuskani na kuwatumia. Tuliporudi nyumbani, Rian aliniweka bize kwa kunifanya nimuelekeze jinsi ya kupika pilau na alifanikiwa na ikawa nzuri sana. Baada ya chakula cha jioni, Rian alitaka tuendelee kuongea lakini nilihitaji kulala, ubongo wangu ulikuwa umechoka sana. Wiki iliyofuata nilitumia kufuatilia biashara zetu, hasa nilizotumia hizo siku kufuatilia ujenzi ambao niliambiwa umekamilika kuanzia mwezi uliopita. Ni ujenzi wa nyumba za kupanga. Zilikuwa ghorofa 6 tofauti tu ambazo kila jengo moja liliweza kuweka wapangaji 50. Kwa hiyo 50 mara 6 ni hesabu nzuri tu. Ni kati ya kitu ambacho tuliona kina faida nzuri tukiwekeza. Na hatimaye ujenzi umeisha, lakini mimi naishia kuangalia na kusimamia mwenyewe. Baada ya kupaki gari sehemu ya maegesho, nilishuka na kutabasamu kwa jinsi mandhari ya nje yalivyovutia. Nilisalimiana na mtu wa kutoka kwenye kampuni ya ujenzi tuliotumia. Kisha nikasalimiana na mkaguzi ambaye tulimwajiri. Mimi niliongozana na mtu wetu wa masoko, yani hawa madalali. Kwenye kila jengo tulichagua nyumba kadhaa ambazo tulikagua. Kwa ufupi tulifuata mwongozo ule mkaguzi ambaye alionekana alijua anachokifanya kila alipogonga kidogo na nyundo kwenye kona kadhaa za ukuta. So hivyo, baada ya kujiridhisha tulirudi ofisini ambapo tuliweka sahihi ya kukamilisha mkataba na nikaruhusu nyumba zile zingie sokoni. So baada pale nilitembelea kiwanda kimoja cha nguo ambacho Kian aliwekeza sana na ndio kilichokuwa kinamuingizia pesa nyingi. Tulikutana kwenye kikao ambapo niliweka sahihi kwenye mkataba na kuzihamishia zile hisa za, yani kuzamisha zile hisa za Kian. Ilikuwa ni wiki moja lakini sikupata nafasi ya kupumzika kabisa. Hata hivyo nilitamani kumaliza kila kitu ili niweze kurudi nyumbani. Yani sikutamani kabisa kuendelea kukaa huko genini. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya mwisho mimi kuwa kule. Yani nilishakata tiketi na kila kitu kilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka kesho yake. Nilifanya mpango wa kusafirisha magari yote ya Kian kwa sababu mimi sikuweza kujiruhusu kuyauza na ninajua nikiaacha huku yataoza tu. Hivyo niliona kuyapeleka nyumbani itakuwa uzuri zaidi. Rian alikuja kuniita wakati wa chakula cha jioni. Nilimshukuru na kumwambia nitashuka muda si mrefu. Niliposhuka jikoni aliniambia ametenga chakula kwenye meza ya kulia chakula iliyoko sebuleni. Ni meza ambayo haitumiki mara kwa mara kwa sababu ni meza kubwa inayoweza kukaa watu 16 hivyo. Huwa najiona mpweke sana nikitumia ile meza. Mara nyingi tulitumia tukipata wageni sababu hata Kian na mimi tulipenda kula jikoni. Sasa Rian alikuwa amepika vitu vingi sana, kitu kilichonifanya nicheke. Nikamwambia kwamba Rian, haukuwa na haja ya kuandaa vyote hivi. Unajua kabisa hata kama hata ungetengeneza baga tu, mimi nisingelalamika. Nilimwambia sasa nikikaa kwenye kiti alichonisongezea. Akasema kwamba Gode, sijui ukiondoka hapa utarudi lini kama ushaweka mambo yote vizuri na hata unahamisha magari ya Kian. Mimi sitashangaa siku ukinipigia unauza hii nyumba ndo haurudi tena. Alisema hivyo kwa uzuni. Nikasema kwamba Rian, unajua kabisa siwezi kuuza hii nyumba. Ni kitu ambacho siwezi kabisa. Rian akasema kwamba mimi ninachosema ni kwamba najua namna gani ukiwa huku hauwezi kuwa na amani. Kitu pekee tu kilichokuwa kinakupa furaha huku ni Kian. Na kwa sasa hayupo, kwa hiyo furaha yako ipo nyumbani kwenu na siwezi kukulaumu. Nchi yako ni nzuri sana. Mara mwisho nilipokuwa huko nilitamani kwenda kuona wanyama lakini hakikuwa kitu sahihi cha kufanya kwa wakati huo. Basi alisema hivyo huku sasa akimimina juice kwenye glasi yake na ya kwangu. Nilimwambia kwamba yes, mimi siwezi kuwa na amani huku lakini nakukaribisha nyumbani. Wewe niambie tu utakapoona una nafasi. Kwa hiyo mambo ya gharama niachie mimi. Nitahakikisha tu utakuwa ni wakati ambao hautausahau. Rian akasema hapana, mimi siwezi kukuruhusu ufanye hivyo, lakini nikiwa na nafasi na kibangu nzuri nitaitumia tu kuja huko. Wewe utafanya tu kazi ya kuniunganisha na kampuni unayoiamini. Rian alisema hivyo. Nilimwitikia kwa kichwa huku sasa nikijipakulia mapande ya nyama ya kuoka. Aliniambia kwamba lakini nitakumisi sana. Hizi siku chache na wewe zimekuwa nzuri sana, hata kama ulikuwa na huzuni muda wote lakini zimekuwa ni nzuri sana.
Nikamwambia kwamba Ryan, asante kwako, umenitunza sana, umehakikisha nimekula kila siku na Sky mpweke, sijui hata ningeishije hizi wiki kama usingekuepo. Nilimwambia hivyo. Ryan aliacha tabasamu kubwa tu na kuanza kula. Ni kama vile alikuwa akijizuia kuongea kitu, lakini akaishia kunitazama tu. Nilimuuliza kwamba nini shida, mbona unaniangalia hivyo? Nimuuliza kwa sasa nikiweka chakula mdomoni. Ryan alisema kwamba nimekuwa nikiwaza maneno ya yule mwanasheria, alisema mpaka tutakapoweza kuthibitisha kuwa Kian alisingiziwa, alafu tumpeleke Delila mahakamani. Hiyo ndio namna pekee ya kusafisha jina la Kian. Basi baada ya Ryan kusema hivyo nisema kwamba yes, alisema hivyo, lakini sijui hata tunaanzaje wakati hata hatujui ushahidi uliowekwa juu yake. Basi nimwambie kwa sasa nikishusha pumzi kila wakati, nikifikiria hili ninazidi kuchoka sababu naona hakuna naloweza kufanya. Sasa Ryan akasema kwamba ndio nikawaza hapa, kwa nini tusiajiri mpelelezi binafsi mpaka tutakapopata ushahidi, ndipo tutajua tunaanzaje ile swala la mahakamani. Basi nilinuka haraka na kuzunguka kwenda kumkumbatia Ryan. Nikasema kwamba Ryan, wewe ni genius sana. Hivi kwa nini sikuwaza hilo? Mpelelezi atatusaidia kujua kila kitu. Inabidi niahirisha safari yangu. Nilisema kwa sasa nikichukua simu yangu, lakini alinizuia akasema kwamba hakuna haja ya wewe kubaki hapa wakati kila kitu kipo vizuri. Hilo swala la mpelelezi naweza kulishughulikia, alafu tukaandaa tu Zoom meeting na kuweka kila kitu sawa. Basi aliniambia hivyo, nilibaki nikimtazama tu kwa sababu amekuwa kama malaika kwenye maisha yangu. Nilisema kwamba Ryan, sijui tu namna kukushukuru, sijui yani. Ryan alisema kwamba namna pekee ya kunishukuru ni wewe kuitafuta furaha yako. Mimi nitafurahi zaidi siku nitakaposikia umetoa wimbo ukiimba kwa furaha na sio vile vipande ukiimba huku sasa ukilia studio, kwa sababu unajua wewe ni jasiri. Haujiiti dhahabu bure tu. Wewe ni mgumu kama dhahabu. Ryan alisema na kunifanya nishindwe kuzuia machozi yangu. Alisogea na kuchukua mkono wangu, akaniambia kwamba niahidi utajitahidi kupona, kupiga hatua, kuinuka tena kwa ajili ya mtoto wako na wewe mwenyewe. Niahidi Gordon. Nilimwambia kwamba na kuahidi Ryan, nitakuwa bora. Basi aliwachia mkono wangu kwa sasa kutabasamu. Akasema okay, basi hatudaiani, nenda nyumbani, tutawasiliana kuhusu hilo swala la mpelezi, tutaweka kila kitu sawa. So baada ya pale tuliendelea kupiga story na kula kwa furaha. Baada ya kula tulienda kuosha vyombo, japo hakutaka nimsaidie, lakini nilisisitiza kwa sababu nyumba inafungwa, hakuna atakaye kuja kuosha vyombo. Kesho yake nilimkumbatia Ryan muda mrefu sana, huku moyo wangu ukiwa umejaa shukrani kubwa kwake. Baada ya kuagana naye, nilielekea kwenye ukaguzi na kuelekea sehemu ya kusubiri tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani, na wakati huu nilirudi nikiwa na nguvu mpya na dhamira na kujitia nguvu na kusimama kwa ajili ya mwanangu. Sasa msikilizaji, Ryan pamoja na Mara wameamua kuweka mpelelezi ambaye atafuatilia kila kitu ili kuweza kuhakikisha wanasafisha jina la Kian, na ikiwezekana hata huyo Delila afungwe gerezani. Tunafahamu Delila alichokifanya kwa Kian maskini, na tunajua wasingizaji wanani hawa tu wasingizaji jamani, samani, wacheza mpira wanavyosingiziwa kwenye kesi za ubakaji. Watu wapo nyuma ya mambo kuweza tu kuharibu mjina. Sasa wengi wanaoweza kumudu kwenye hili ni wale wanaotuliza akili na kufanya vitu kwa usahihi. Kian maskini mambo alimshinda akaamua kujiua. Kwa hiyo tutafahamu mengi zaidi yatakayoendelea baada ya mpelelezi huyo kupatikana, ni yapi yatakayoendelea na vipi mara baada ya Mara kujifungua mtoto. Hali itakuwaje, na je, unahisi Mara ataingia kwenye mahusiano na nani tena? Mda wote ulikuwa na Lucas Lumba, mtayarishaji ni Chuchu. Niseme tu God bless you till we meet again kwenye sehemu inayofuatia. Bye bye.